Kwa muda tunaona watu wanafurahi bila kujua. Kwa hiyo furaha ambayo wanaitengeneza sio furaha yao, bali wanajitahidi kutabasamu licha magumu yote ambayo wao wanapitia. Siku moja nilikuwa naenda zangu kutafuta oda ya chakula, kwa maana tulikuwa tunauza kwenye mgahawa, mimi pamoja na kakaangu kufikia ambaye anaitwa Kadir. Tulikuwa tumefungua mgahawa kawaida tu, ambapo chakula tulikuwa tunauza shilingi 1000. Msicheke jamani, najua ni bei rahisi sana, ila ucheshi na uchangamfu wangu ndio ulikuwa unaleta wateja kwenye mantilia yetu. Na kutokana na kuwa na hadhi ndogo ya mgahawa wetu, basi watu wengi walikuwa naomba tuwapelekee chakula, kwa maana walikuwa na aibu sana kukaa kula pale. Ukweli ni ya kwamba mgahawa wetu ulikuwa umezeeka sana, ulikuwa umeezekwa kwa mbao dhaifu pamoja na turubai, na kulikuwa na benchi moja tu la kukalia. Siku hiyo biashara ilikuwa ni mbaya sana. Nikamwona namna kaka yangu alivyochanganyikiwa, maana kutokana na mtaji mdogo tuliokuwa nao ilikuwa ni lazima chakula kiishe ili tuweze kuendelea na biashara siku inayofuata. Isingekuwa hivi basi biashara yetu ingekufa kabisa. Siku hiyo kulikuwa na vimanyunyu fulani hivi. Tukahisi labda ndio sababu ambayo ilifanya wateja waweze kuwa wachache. Nikatoka kwenda kumbembeleza wateja. Nikiwa natembea, mara likapita gari kwa mwendo kasi sana na kunimwagia maji. Alafu dereva hakuwa hata anajali kabisa, kwa maana akawa anatembea zake kwa mwendo bila hata kupunguza. Aise, nilinyanyua jiwe na kurusha kwenye ile gari. Kiukweli sikuwa na hakika kama ile jiwe lingefika. Nikashangaa limeenda moja kwa moja mpaka kwenye side mirror ya kushoto ile gari. Nikashangaa ile gari limefunguliwa. Kisha akatoka kijana mmoja mtanashati sana na kuja mpaka pale nilipo. "Wewe, kwa nini unaharibu gari langu?" aliuliza yule kijana. "Aha, kumbe imekuuma Hebu niangalie namna ambavyo mimi hilo gari lako lilivyonichafua. Alafu kabisa mwanaume mtu mzima wewe, unakuja na kuniuliza kwa nini nimeharibu gari lako?" Nikasema, "Hapa ulipo unaonekana kama fukara wa mwisho." Yule kijana aliniambia, "Hata nguo zako hebu jiangalie, una hata hadhi ya kubishana na mimi." Kisha akatoa pesa na kunirushia na kuniambia, "Nenda kaoshe kwa kibubu chako." Kisha akaondoka zake. Nilizokota zile pesa kisha nikamkimbilia mpaka pale alipo na kumkabidhi, kisha nikasema, "Siwezi kupokea pesa chafu mimi. Ulitakiwa niombe msamaha kwa kunichafua na sio kunipa pesa." "Unafikiri hizo pesa ndio msamaha au?" "Ni kweli ninanuka njaa. Fine. Ila sina adabu fupi kama ambazo uko nazo wewe." Nikasema na kumwambia yule kijana. Yule kijana akageuka na kutaka kuniosha kibao. Aise, yani nilishika mkono wake na kuanza kuukunja. Hakuamini, kwa maana anaonekana kabisa huyu ni mtoto mayai. Alafu anataka kushindana na sisi watoto ambao tumekulia mtaani kweli? Hapana. Hakuamini, maana akajikuta analalamika kwa maumivu. Ikabidi watu waje pale na kutuamulia. Na kaka yangu akaja kunishika na kusema, "Acha mama, sisi wenyewe hatuna hela, alafu unapambana na watu wenye pesa. Punguza ukorofi mdogo wangu." Ikabidi nitulie. Ila yule kijana alituangalia kwa hasira kisha akasema, "Lazima niwafundishe adabu." Kisha akaondoka zake. Unajua maisha ambayo tunaishi, na unajua kabisa tulipotoka. Hatupo hapa kubishana, bali kupambana ili tuondoke kwenye hizi njaa. Na sisi siku moja tuwe watu miongoni mwa watu, na sio tulale kwenye kisehemu kibovu kama hiki. Jamani, tulikuwa tunalala pale pale ambapo mgahawa wetu ulipo. Na hali ilikuwa shwari kabisa. Yaani siku mvua ikinyesha, ujue na sisi tumeloa. Usisahau sisi ni mayatima, hatuna pa kukimbilia wala hakuna kutulilia. Hebu kumbuka tulipotoka mama. Hebu kumbuka kuwa hata tukiumwa hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kuja na kusema kuwa yuko tayari kutuhudumia. Hivyo nakuomba sana, epuka fujo basi. Maana utakayekuwa na mtesa ni mimi. Maana ni mimi pekee ambaye najua uchungu wako." Akasema kaka Kadir, na kweli nilimuelewa. Jamani, mimi naitwa Rakma, nimelelewa katika kituo cha watoto yatima. Kwa maana simjui baba wala mama yangu. Na ndugu zangu ni wale wenzangu ambao tulikuwa tumelelewa wote kwenye kile kituo. Tunisomeshwa pale na kuna baadhi ambao walipata wafadhili wa kwenda kuwasomesha
na kulelewa kwenye familia zao, ila bahati haikuwa upande wangu, kwani niliishi pale kwenye kituo mpaka nilipomaliza kidato cha 4, na kwa bahati mbaya sikuwa nimefaulu, hivyo nikawa kama mzigo tu. Sasa kuna kakaangu ambaye naye nilikuwa nimelelewa naye. Nilikuwa nampenda sana, kwa maana alikuwa ananitetea sana pale ambapo nilikuwa naonewa. Alikuwa anaitwa Kadir. Sasa alikuwa amefikia umri wa kuondoka pale kwenye kituo cha watoto yatima, maana tayari alikuwa na miaka 24 na alitaka kwenda kutafuta maisha yake. Niling'ang'ania sana kuondoka naye, kwa maana nilimuona kama ndiyo ndugu yangu na rafiki yangu wa pekee. Alikuwa anaogopa sana kuondoka na mimi, kwa maana hata yeye hakuwa anajua tunaenda wapi. Hakuwa na mtaji zaidi ya shilingi 60,000 ambayo alikuwa ameweka baada ya kwenda kufanya kazi ya ujenzi mara kadhaa. Kwa kuwa nililazimisha sana kuondoka naye, hakuweza kukataa, na kingine nilihisi kama maisha yangu yanaweza kuwa magumu sana kama nitakuwa mbali na Kadir. Basi tukaondoka. Ilikuwa ni siku ya kwanza sisi kuondoka kwenye kile kituo cha watoto yatima. Tuliwaahidi wale wadogo zetu kwa baada ya muda fulani tutakuja kuwachukua, na ikiwezekana tutaishi nao kama familia, na wataacha kuishi pale kama mayatima. Wakutulilia walitulilia, na wengine wakatuomba kuwa tukipata mafanikio basi tusiyosahau. Kwa hiyo walituombea dua ya kupata mafanikio haraka sana. Basi tuliondoka mimi na Kadir tukiwa na nguo zetu chache kabisa, na zote tulikuwa tumepewa pale kama nguo za msaada. Hivyo tukachagua nguo ambazo zina muonekano mzuri hata kidogo. Tulitembea sana bila kujua hata tunaenda wapi. Siku hiyo tulilala stendi. Ile hali ilikuwa inaumiza sana na ilimuumiza sana Kadir, na ndio maana alikuwa anataka nibaki kwenye kituo cha watoto yatima na nisiende naye, kwa maana hata yeye hakuwa anajua anaenda wapi na alikuwa hajui atakula nini. Kesho yake Kadir akaniambia kuwa anataka tuzunguke kutafuta kazi, huenda tungepata kazi yoyote ile. Na kweli tulitoka, yani mimi na yeye. Akanishika na mkono, akanipeleka kwenye mgawa mmoja hivi. Akaniombea kazi na kulala pale, kwa maana alikuwa anajisikia vibaya sana kuniona mimi na yeye wote tunalala stendi. Kweli hapo nilikuwa nalipa shilingi 3,000 kwa siku. Ilikuwa ni pesa kubwa sana kwangu, kwa maana nilikuwa nakula bure na kulala bure. Nilikuwa najiona kama tajiri jamani, na pesa zote zile za mshahara wangu nilikuwa nampa Kadir, maana nilimwamini sana na niliamini lazima atakuwa na mipango ya namna ya kuondoka kwenye hii hali. Nilifanya kazi kwa yule mama kwa miezi kadhaa, yani miezi 5, na kikweli sikuwa najua Kadir analala wapi na kuwa anataka nipajue. Ila kila siku asubuhi alikuwa anakuja kunisalimia na jioni pia anakuja kunisalimia, na nilikuwa namfichia chakula ili angalau asiwe ananunua chakula, na nilikuwa namuona kama anachoka sana kakaangu. Na kuna muda namuona kabisa anakuja na anakuwa na njaa mno. Na siku zote alikuwa ananishukuru sana na kuniombea sana niishi vizuri pale. Basi tukapata pesa kidogo. Kadir akanunua simu ndogo 2, yangu na yake. Na kipindi kile kitambulisho kilikuwa cha msingi sana. Basi akanisajilia line na mimi hatimaye nikawa na simu, japo zilikuwa ni hizi za vibutton. Siku moja nikiwa nimelala, kwa maana nilikuwa nalala pale mgawani, mimi pamoja na binti moja hivi anaitwa Monica. Huyu sio yatima, alikuwa ametoka mkoani amekuja Dar, na yule aliyemwahidi kumpokea hakuonekana. Sasa katika kutangatanga ndio alijikuta kwa Mabonge, ndio tukao tunalala wote. Siku hiyo tumelala, Mama Bonge akaja na shilingi 50 akatupa. Alitupa na kuku. Tulishangaa sana. Nikamwona kama mwenzangu anaogopa fulani hivi, kwa kweli sikumuelewa. Na baada ya hapo kanaita mimi na kuniambia kuwa kuna kazi natakiwa kwenda kufanya. Nikalipe huyo kuku nilimla. Kwa mawazo yangu nikajua ni kazi ya kawaida, kumbe jamani ni kujiuza. Basi nikatoka na yule Mabonge, ila mwenzangu ni kama alikuwa anataka kunizuia, ila hakuwa anaweza, kwa maana yeye mwenyewe pale alikuwa amehifadhiwa tu. Nikatoka na yule mama mpaka kwenye nyumba moja hivi. Ilikuwa ni nyumba nzuri sana. Tukaingia pale mpaka ndani, akanipeleka kwenye chumba kimoja, kisha akaniambia kwa siku hiyo natakiwa kulala hapo, nitafanya kazi asubuhi. Mawazo yangu yakawa amenituma kwamba nimeitwa pale kufanya kazi za ndani, yani kama dada wa kazi. Hivyo sikuona tatizo hata kidogo.
Ila baada ya Mabonge kuondoka nikashangaa jamani, yani anaingia mbaba mmoja huyo. Alikuwa amedhoofu sana, kana kwamba ana ugonjwa, akaanza kunichekea. Yani namna alivyokuwa anacheka nilikuwa nashikwa na hasira mno. Akawa ananisogelea kisha akawa ananiambia kuwa nikimpa utamu siku hiyo atanipa pesa nyingi sana. Ikomba atakisha naondoka kwenye ule umaskini, atakisha sifanye kazi za ajabu na ataniweka kwenye maduka yake kuuza. Yani kwa namna alivyokuwa anaonekana kabisa anataka kunihamishia mimi vidudu vyake. Akawa ananisogelea nikawa namkwepa. Kisha akanisogelea na mkwepa tena. Jamani, yani akawa anacheka sana. Mimi nikata simuelewi. Yani nikata simuelewi. Akasema, "Hapa huwezi kutoka kwa maana mimi ndio nimeshikilia maamuzi ya kuwa wewe utoke hapa saa ngapi. Na usiku kama huu kwenye hili jiji ukitoka hapa na hawezi kuacha mzima, lazima wakubake. So ni bora unipe mimi ambaye nakulipa," akasema yule mwanaume. Kikweli nilikuwa nashikwa na hasira sana. Yani hata namna ambavyo anaongea na mimi nikaona hapana. Nikaenda kushika mlango nikakuta umefungwa kweli. Aisee, nilihisi kupagawa. Ila nilikuwa namuona kama ni mdhaifu sana. Niliamini kuwa huyu hawezi kunishinda. Nikamsogelea kisha nikamwambia, "Naomba funguo niondoke." Yule mwanaume akacheka kwa dharau mno kisha akasema, "Uondoke? Unataka uondoke uende wapi? Nimelipa hela na ni lazima uniridhishe. Ni lazima unipe utamu. Yani lazima unipe utamu niliolipia." Akawa ananisogelea. Aisee. Yani nilimweka kibao mpaka yeye mwenyewe akaanguka chini. Imagine. Nikaanza kutafuta ufunguo. Akacheka kisha akasema, "Huu hapa, njoo uchukue." Nikaanza kumsogelea. Nikaona hana kitu ambacho alikuwa amekishika. Pembeni nikaona kuna kiatu. Aisee, nilimweka cha kichwa. Kisha nikachukua chupa ya bia ilikuwa pembeni, nikaanza kumpiga mfululizo mpaka akapoteza fahamu. Sijui kama nilikuwa nimemuua au la, ila alikuwa amepoteza fahamu. Nikachukua funguo na kutoka nje. Sasa nje ya hiyo nyumba kuna majiwa mawili, yalikuwa ni makubwa. Nikaanza kutetemeka kisha nikapiga goti na kuanza kumwomba Mwenyezi Mungu. Mungu, Mungu wa mayatima, Mungu wa wanyonge, naomba unitoe hapa salama. Naomba niokoe na kunilinda kama ulivyoniokoa kuanzia nikiwa mdogo. Nikaomba pale dua na baada ya hapo nikanyanyuka kwa nguvu sana. Nikasema kama mbwai na iwe mbwai. Na kama hao mbwa wanataka kuning'ata basi waning'ate. Na wataning'ata kweli. Na kama hao mbwa wanataka kuning'ata basi wataning'ata. Na kama hawakupangiwa kuning'ata basi hawataning'ata. Sijui nilitoa wapi ujasiri kwa maana nilinyanyuka kwa nguvu sana kisha nikaanza kuelekea lilipo geti. Wakawa wananifuata, nikaanza kutoka mbio. Hapo sina uhakika kama geti lipo wazi au limefungwa. Ila sijui hata imekuwaje. Nikakuta geti liko wazi, nikatoka nduku kisha nikalifunga kwa nje. Nikaacha wale mbwa wakiwa wanabweka mno. Nimetoka hapo siamini kabisa kwa maana nilishaanza kukata tamaa. Ila niliamini kuwa ukimtegemea Mungu hakuna la kudhuru wala kuumiza. Kujisearch nikaona simu yangu, nikaona nimpigie kaka yangu wa kufikia, yani Kadir. Maana sikuwa na mtu wa kumlilia shida zangu zaidi yake. Na nikasogea kidogo kwa maana yule mzee asije akaamka akanikuta kwenye yale maeneo. Wala yule mama Bonge asije akanikuta akanirudisha mle ndani bure. Nikamwelekeza Kadir sehemu niliyokuepo na baada ya dakika chache akafika. Alikuwa kachafuka sana, kana kwamba alikuwa amelala chini. Ila nilishindwa kumuuliza kwa maana alikuwa anaonekana kana kwamba ana hofu sana juu yangu. Basi nikamuelezea mambo yote ambayo yamenitokea. Alinihurumia sana. Akanishika mkono kisha tukaanza kutafuta guest. Ila hakutaka kutafuta guest ya maeneo yale kwa maana tulichukua taxi mpaka pembeni kidogo ya ile eneo tukapata guest. Sasa Kadira akawa anataka aniache pale, yani nilale mwenyewe, yeye arudi kule alipokuwa. Jamani niligoma. Kama ni kulala basi tulale wote sehemu moja. Na istoshe ilikuwa ni usiku sana, nisingeweza kumruhusu kalale sehemu nyingine yoyote ile zaidi ya pale ambapo mimi nilikuwepo. Alivyoona nimesisitiza sana akakubali na ndio siku ya kwanza nilala kitanda kimoja na Kadira.
Sijui ndio balehe jamani ilikuwa inanipelekesha au ni nini, au ndio nilikuwa na hisia juu ya Kadir, kwa maana nilikuwa natamani sana hata nikumbatie au hata anishike sehemu mbalimbali za mwili wangu, ila sikujua hata natakiwa kumwambia vipi. Na kingine, nilikuwa namchukulia kama kaka yangu kabisa, na kumbe yeye pia alikuwa na hali hiyo hiyo. Yaani hali haikuwa hali, ilikuwa ni vile vile, kwa maana alikuwa anatamani kunishika, na kama unavyojua hisia hazinaga ndugu. Akaona mambo yasiwe mengi, akashuka na kwenda kulala chini. Sikutaka kumuuliza ingawa nilimuona, ila sikutaka kumfanya jisikie vibaya, na nilikuwa najisikia vizuri kuona angalau Kadir yupo pembeni yangu, na angalau yupo na mimi. Basi kukapambazuka, tukatoka pale na kwenda kutafuta sehemu ya kunywa chai, na baada ya hapo tukataka tupange nini tufanye, kwa maana pesa zangu zote ambazo nilikuwa nalipa kwa mama Bonge zilikuwa zinakaa kwa Kadir. Ukijumlisha na pesa zake za kibarua, basi tulikuwa na jumla ya 480,000. Tukaanza kuwaza tufanye nini. Kuna muda tukawa tunawaza labda hata tuanzishe biashara gani, ila ni dhahiri hatakuwa na uzoefu wote ule, na kingine ni kuwa hatakuwa na zaidi tulikuwa tunataka sehemu ya kukaa. Sasa hiyo 400,000 tulikuwa hatujui tuifanyie nini. Tukaona tuzunguke tukiamini kuwa tunaweza kupata chochote kile tukitembea, maana siku zote mguu wa kutoka Mwenyezi Mungu huwa anaubariki. Tukafika sehemu tukawa tunamsikia mama mmoja analalamika na kuambia wafanyakazi wake, kazi kula tu, na wakati kutafuta oda hamwezi. Yaani leo kila mtu aniletee oda. Mmenielewa? Oda karibia 10 nataka hapa. Tofauti ya hapo asije mtu kesho. Kadir aliniambia, "Oya sister, unajua tukafanya hii issue." Akasema Kadir, "Issue gani tena?" Ikabidi niulize. "Sikutafuta oda." Akasema, "Kwanza haina mtaji, pili tutapata muda kuendelea kuwaza tufanye nini." Akasema Kadir. Na wakati huo tukamwelekea yule mama na kisha tukamsalimia. Kadir kwa ujasiri mkubwa akasema, "Sisi ni order with us, yani kazi yetu kubwa ni kutafuta oda." Akasema Kadir, "Sijui hata alipata wapi ujasiri, na kingine hatakuwa hata tunajua hizo oda zinatafutwa vipi na ni oda za nini." Huyu anaitwa Rahma, kazi yake kubwa ni kucheza, ila kwa bahati mbaya leo tumesahau redio. Huwa anacheza mpaka wateja wanakuja wenyewe. Akasema Kadir, na wakati huo akavua koti lake ambalo alikuwa amelivaa, kisha akafunga kiunoni kwake, kisha akasema, "Lete mziki." Yule mama akatoa redio. Jamani, nikaanza kucheza na kuimba kwa nguvu, ila nilikuwa nacheza vitu vya ajabu sana, ila watu wakaanza kunishangaa. Na katika watu kunishangaa, kuna baadhi wakawa wanakaa kwa yule mama na kuanza kula na kuagiza hata vinywaji. Na Kadir akaniacha na kwenda kutafuta oda zingine. Na kila baada ya dakika chache alikuwa anakuja na oda 2-3 mpaka chakula cha yule mama kikaisha. Yaani kiliisha bila yeye mwenyewe kutegemea, mpaka akajikuta anatamani kupika upya. Ila muda ulikuwa umeshaenda na tukawa tunataka kulipwa ili tuondoke zetu. Alitupa 11,000, ilikuwa ni pesa kubwa sana kwetu. Akataka tena kesho twende, kwa maana siku hiyo alimaliza chakula mapema sana bila hata yeye mwenyewe kutegemea. Tukakubali kisha tukaondoka zetu. Hatukuwa tunajua hata tunaenda wapi, ila Kadir akataka nirudi nikalale kwenye ile lodge, na yeye akatafuta sehemu nyingine ya kulala. Kiukweli nilikataa na kumwambia kuwa nitalala napolala. Hivyo tukaenda kuchukua chumba kimoja kama tulivyofanya jana yake, kwa maana tuliona kama tukichukua vyumba viwili itakuwa ni upotevu wa pesa kabisa. Basi tukatafuta ubwabwa sahani moja, tukaanza kula pamoja, na baada ya hapo tukaenda kuoga. Kadir aliondoka, nikaanza kuoga mimi, na baada ya hapo nikatoka na yeye akaenda kuoga. Nikashangaa natoka bafuni kana kwamba hana raha. Akaja kakaa kwenye kitanda kisha akawa anaangalia chini. "Kaka, shida ni nini?" nikamuuliza. Nikashangaa amenishika kanikisi kiss moja matata mno. Mara ghafla akaniachia na kusema, "Sipaswi kufanya hivi." Akakaa chini kinyonge kisha akalala zake.
Lile busu ni kama lilikuwa linatembea kwenye mishipa yangu ya fahamu, kwa maana nilikuwa natamani angeendelea kunikisi. Kwanza, sisi sio ndugu, tumejipa tu ndugu wenyewe. Na kiukweli mimi kwa muda mrefu sana nilikuwa nina hisia mno na Kadir. Kwanza naanza kukua, nilikuwa nampenda. Kipindi hicho tuko kwenye kituo cha watoto yatima. Ila ndio hivyo, sikuwa naweza kusema wala kuonyesha ishara yote ile. Nahisi na yeye alikuwa na hisia na mimi, ila ndio hivyo. Hakuwa na namna au thubutu wa kuniambia mwenzie. Basi kazi zetu zikawa ndio hizo. Tunaenda kutafuta wateja, tukawa tunazunguka kwenye sites za ujenzi. Tukawa tunazunguka kwenye maduka mbalimbali, na kutokana na kauli na ukarimu wetu, basi tukajikuta tunapata wateja wengi sana. Na tukawa tunawatafutia wateja wapishi wengine kwenye eneo lile. Yaani tukawa hatupiki, ila wateja wakawa wanatuagiza sisi chakula, tukawa tunawapelekea. Na ratiba yetu ilikuwa ni ile, ni kulala chumba kimoja. Ila Kadira aligoma kabisa kulala kitanda kimoja pamoja na mimi. Kwa maana sisi sio kaka na dada kama tulikuwa tunajitaja. Maisha yakaenda, tukapata kamtaji na sisi kidogo. Tukatafuta eneo ambalo ndio tulitengeneza kibanda chetu. Tukanunua vifaa vya kupikia, kwa maana Kadil ndio alikuwa mpishi hata kule kituoni. Hivyo alikuwa anajua kupika kabisa, na pia tulikuwa tunawasaidia mno wale wa mama ambao tulikuwa tunawatafutia oda za kupika. Hivyo tukajikuta tunajua kupika vyakula vingi. Tukajua matumizi ya viungo, tukajua kupika vyakula vya unga na vyakula vya ngano. Mpaka vitumbua jamani tulijua, kwa maana tulikuwa tunafanya kazi kwa malengo. Ili siku ambapo sisi tutakuja kufungua sehemu yetu tuwe tunajua kupika. Na Mungu hakututupa mkono, tulikuwa tunafanya vizuri sana. Tukafungua sehemu yetu, ilikuwa ni sehemu ya chini sana, ila tuliamini kuwa kutokana na kauli zetu na uchangamfu wetu ni lazima tutapata wateja, na tukawa tunalala pamoja kwenye kibanda chetu kama kawaida yetu. Haikuwa rahisi, kwa maana kibanda kilikuwa hata hakina bati. Kilikuwa kimejengwa na mbao chache na turubai tu. Hivyo hata upepo mkali ukija, tulikuwa tunasali na kuomba sana kuwa tusije tukapeperushwa na upepo. Na ndio hapo ambapo tulianza maisha yetu na tukaanza biashara yetu. Baada ya mimi kugombana yule kijana ambaye alinimwagia maji, Kadira akawa anataka nikumbuke tulipotoka, kwa maana hatuna muda wa kupambana na watu, hatuna muda wa kubishana na watu ambao tayari wameshajipata katika maisha, na wakati sisi hatukujua hata hiyo kesho ikoje. Na wakati wote tulitakiwa kufanya jambo ambalo linaweza kuwa na faida kwetu kuliko kubishana hovyo na kupambana na watu ambao wana uwezo. Alinihusia sana na kuniambia kuwa hatuna muda wa kufanya jambo lolote lile zaidi ya kutafuta pesa. Hivyo tuwe na nidhamu, na ikiwezekana tuache ubabe, maana hatima yetu tumeshikilia mikononi mwetu. Kiukweli nilimueleza na kumwahidi kuwa sitakaa nigombane wala kupambana na mtu yoyote yule. Akanisogelea na kunikumbatia na kusema, na kuombea uje kuishi maisha mazuri, na kuombea pia upate maisha ambayo ulikuwa unayaota kila siku tulipokuwa kwenye kituo. Kimoyomoyo nikawa nasema, hujui tu uko natamani sana kuishi maisha yangu yote na wewe. Giza likawa linaingia, tukawa tunamalizia kufanya usafi kwenye sehemu yetu, maana chakula kilibaki kidogo, wakati mimi nikiwa nagombana na yule kaka tajiri. Tulipomaliza kufanya usafi tukaanza kula ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya usiku. Mara tukashangaa lori linakuja usawa wa sehemu ambayo tulikuwepo. Lilikuja mpaka tulipo na kuanza kukanyaga kibanda chetu. Tulijaribu kuzuia, lakini hata hatukusikika. Kila kitu kilivunjika. Hakukuwa na jiko wala sufuria wala sahani. Hakukuwa na chombo chochote ambacho kilikuwa cha maana. Kadira alikuwa amekaa chini na chozi la kiume likamtoka. Mimi ndo nilikuwa nimechanganyikiwa zaidi, maana tulishaanza kuona mwanga wa maisha yetu. Lakini ghafla ule mwanga ukaanza kupotea, na sasa hivi tuko kwenye giza totoro. Kadira alikuwa amekaa chini kwa dakika kadhaa, kisha akainuka na kuniambia, huu sio mwisho, Mungu anatujaribu, hivyo tunatakiwa tusali na tuombe sana, na kisha tuanze kupambana upya. Huenda kuna kitu ambacho tumemkosea Mungu, au ni kwamba Mungu anatupenda sana,
hivyo wameamua kutujaribu kwa mara nyingine. Alikuwa anaongea kijasiri mno, ila nilikuwa nayaona maumivu makali ambayo moyo wake ulikuwa nayo. Ila ni kama alikuwa anajitahidi kujifanya kuwa yuko sawa ili kuto kunivunja moyo mimi. Na wakati nilikuwa naona kabisa kuwa moyo wake umevunjika mno. Tulijua fika kuwa aliyefanya hivi alikuwa ni yule kaka tajiri, kwa maana hatukuwa na uhasama na mtu yoyote yule. Lakini ghafla yeye akaja kupishana kauli na mimi, na siku hiyo hiyo kibanda chetu kikavunjwa. Kadiri hakutaka tulale barabarani, akatafuta guest, na kama kawaida yetu tukalala chumba kimoja. Na hakuwahi hata mara moja kunionyesha ishara zote zile ya kwamba ananitaka. Ila mara nyingi nilikuwa namuona kaka kama anapata joto, mwili wake unachemka sana. Ikifika usiku alikuwa anajaribu sana kutoka karibu na mimi. Na kila ambapo tukienda kulala guest room, yeye huwa anakaa sana chooni. Yaani safari za chooni hazikuwa zinaisha kwa Kadiri. Na kuna siku nilikuwa nasikia anagunaguna, ila sikuwaza anaguna nini na wala ilikuwa ni kwa sababu gani. Maana yule ni mtu mzima, hivyo kwa akili zangu za kipuuzi nikawa nahisi kuwa analia kutokana na magumu ambayo tulikuwa tunayapitia. Kulipopambazuka hatakuwa hata tunajua tunafanya nini. Kadiri akasema kuwa twende kwenye sehemu zenye majumba makubwa hivi tuombe kazi. Yaani tuombe kazi kama za kufua, kuosha vyombo, kupika na vitu kama hivyo. Akaenda kunitafutia viatu na kanga safi, maana aliamini kuwa usafi na umaridadi ndio unaweza kuamua kama tutapata kazi au la. Haikuwa rahisi kama tulivyofikiria, kwa maana majumba mengi yalikuwa na house girl, hivyo hakukuwa na umuhimu wetu sisi pale. Tukiwa tumeanza kukata tamaa, najua alikuwa limeshatuchoma mpaka lenyewe linatonea huruma. Tukagonga kwenye jumba moja la kifahari sana. Tulikutana na mlinzi, tukamuelezea shida yetu. Ila kabla hajajibu, tukamwona mama wa makamu akiangalia tulipokuepo. "Wanataka nini hao vijana?" akauliza yule mwanamama. "Wanatafuta kazi boss," akajibu yule mlinzi. "Njoeni wanangu," akasema yule mama, na mimi pamoja na Kadiri tukasogea mpaka pale alipo. Kisha akatuuliza kuwa tunataka kazi gani. "Mama, kazi yoyote ile, hata kupika, kufua, kuosha vyombo na kazi yoyote ile sisi tunaweza kufanya," akasema Kadiri, na wakati wote mimi nilikuwa nipo kimya tu. Sasa mimi namtaka huyu binti, samahani maana sina uwezo kwa ajili wote. Ila leo mfanyakazi wangu amesafiri, hivyo kuna kazi nyingi sana humu ndani. Hebu niambie malipo yenu ni shilingi ngapi?" akauliza yule mama. Tukawa tunaangaliana mimi na Kadiri, maana mpaka muda huo hatukujua kabisa ile kazi ambayo tunataka kufanya malipo yake huwa yakoje. Yule mama akatuangalia, akahisi labda tunamuonea huruma au haya kumtajia bei yetu. "Okay fine, nitakulipa shilingi 20,000. Leo sina pesa na najua haitoshi, ila mkija siku nyingine nitaongezea." Hiyo 20,000 ilikuwa ni kubwa sana kwetu, maana huwa tunalipoga 5,000 mpaka 7,000, na hata ile biashara yetu siku tukipata faida basi ni 12,000. Alafu anakuja mtu anahisi kutulipa shilingi 20,000 ni kama pesa ndogo. Ama kweli kuna watu wanaishi, alafu kuna sisi ambao tunaishiria jamani. "Sawa mama," nikajibu, na Kadiri akaondoka. Yaani kutokana na pesa aliyoitaja nilitamani mwambie kuwa Kadiri awe kama nyongeza tu. Ila ndio hivyo, alikuwa anataka mtu mmoja na sio vyema kumkera bosi wetu. Kadiri aliondoka, nikaanza kazi. Hata kukuwa na kazi nyingi au kazi za maana zaidi ya kupika na kuosha vyombo ambavyo nitapikia. Nikaingia jikoni, nikapika, kisha nikatenga. Ila wakati ambao namalizia kutenga, nikawa nasikia kama gari linaingia kwenye ile nyumba, maana muda tayari ulikuwa umeshaenda. Na ilikuwa inaenda saa 2 usiku. Sikujali, nikawa natenga. Sasa wakati ambao nilikuwa namalizia kuandaa vitu mezani, kwa bahati mbaya nikaparamiana na mtu. Jamani, niliponyanyua macho yangu nilishtuka sana. Alikuwa ndio yule kijana ambaye nilimpasulia side mirror yake. Jamani, just imagine. "Wewe, umefuata nini hapa?" akauliza yule kijana. "Yasin, hebu njoo ule kijana wangu, chakula kinapoa," akasema yule mama. Ndio nikajua kuwa yule kijana anaitwa Yasin. "Mama, huyu malaya anafanya nini hapa?" akauliza Yasin. "Yaani sijui ni lini utaanza kuheshimu watu we mtoto.
huyu ni mfanyakazi wangu wa muda, maana Doris amefiwa, ameenda kwao. Ndio nikaona nimuombe huyu anisaidie kazi. Akasema mama yake Yasin. Mimi siamini chakula cha huyu mpuzi, akasema Yasin, kisha akanishika mkono na kuanza kunikokota mpaka kwenye meza ya chakula na kunitaka nikae. Sikuwa mbishi, nikakaa. Mama yake muda wote alikuwa kama analalamika kwa kitu ambacho alikuwa anafanya mwanae. Ila hata hakujali, akaja mpaka mezani akanipakulia chakula na kunitaka nile. Sikubisha, nikaanza kula. Kisha na yeye ndio akakaa na kuanza kula. Kwa nini umefanya hivyo lakini? Utaendelea kunidhalilisha mpaka lini wewe mtoto? Akawa analalamika mama yake Yasin, ila Yasin hakujibu kitu, akawa anakula tu. Mpaka mama yake akawa anamshangaa kwa maana hana kawaida ya kula chakula cha nyumbani. Ila siku hiyo alikaa na kula mno. Kisha akasema, "Mama, unahakika kwamba huyu binti ndiye ambaye amepika hiki chakula?" "Ndio mwanangu, kwa nini?" akauliza mama yake. "Baba akija kisha anakula hiki chakula, kuna kitu atakwambia." Akajibu Yasin, na kiukweli nikaanza kuogopa kwa maana sikuamini kabisa kama Yasin anaweza kunitakia mema hata mara moja. "Samani mama, natakiwa kuondoka sasa." Nikasema, na yule mama akatoa pochi yake na kutoa hela. Akanipa pesa na business card yake, akasema kuwa naomba kwa kesho niende pia kwa maana hajui lini house girl wake atarudi. Nilimshukuru mno, ila nilikuwa naogopa sana kurudi tena pale. Ila ndio sikuwa na cha kufanya kwa maana nilikuwa na shida sana na pesa. Nilipotoka nilimkuta Kadira ananisubiri. Alikuwa na wasiwasi sana. Yaani kitendo cha kuniona tu ni kama alishinda kujizuia na kunikumbatia bila hata kusema chochote kile. "Kwa nini umechelewa kutoka? Kwa nini umekaa kwa mpaka muda huu? Niambie mama, wamekufanyia kitu gani kibaya au wamekuumiza?" Akawa anaongea kwa sauti ya wasiwasi sana huku akinikagua. "Hapana bana, hawajanifanya kitu chochote kile. Na yule mama ameniongezea pesa zaidi ya ile ambayo tulikubaliana. Hakika ni mtu mwema sana." Nilisema hivyo, ila nilikuwa naogopa sana kumwambia kwa yule kijana ambaye tulikuwa tunahisi kuwa ametuvunjia kibanda yupo. Kadira alifurahi sana. Tukaenda kulala kwenye guest kama kawaida, na kesho yake nikaenda pale pale kwenye ile nyumba. Na yule mama alikuwa anaonekana kunipenda sana. Nilikuwa namuomba Mungu sana kwa nisije nikapishana kauli na yule kijana. Siku moja nikiwa napika, akaja baba mmoja hivi mtu mzima. Akaja mpaka jikoni, akawa ananiangalia namna ambavyo nilikuwa napika. Nilikuwa naogopa na kuhisi labda nilikuwa nakosea sehemu, ila hakuwa hivyo kabisa. Nimaliza kupika, akawa ananifundisha namna ya kuandaa meza. Nikaanza kuandaa pale na nilikuwa nina kichwa chepesi kidogo, hivyo nikaelewa haraka. Nikatenga chakula na yule baba akawa anasifia sana mapishi yangu. Nikamwona anamwambia mke wake jambo, na kiukweli sikuwa najua anamwambia kitu gani. Ila mke wake alikubali kwa kichwa, kisha akatabasamu. Yule baba akasema, "Nadhani tutakuhitaji zaidi siku ya mbeleni," alisema yule baba. Kiukweli sikujua hata anamaanisha nini, ila nikakubali tu. Na kwa kuwa mimi mwenyewe sikuwa na maisha, basi bana. Kesho yake ikawa ni siku ya mwisho kwangu kufanya kazi pale. Ila yule mama na yule baba wa ile familia walionekana kunipenda sana. Tatizo ni kijana wao. Yaani hata nikimuona nilikuwa najisikia vibaya mno. Maana fikra na akili yangu ilikuwa inanituma kwa yeye ndio aliyeharibu maisha yetu mpaka tuko hapa siku ya leo. Basi siku hiyo nilienda pale mapema sana, nikakuta watu wote wamelala. Mara kwenye chumba ambacho walikuwa anakaa yule kijana akatoka binti mmoja. Alikuwa ni mrembo sana jamani. Ila yule Yasin akawa kana kwamba analalamika kuwa hata kutandika kitanda hawezi. "Basi nipikie chai, maana unaenda kuwa mke wangu hivi karibuni." We kaka, kwani unataka kuoa mke au unataka kuoa mfanyakazi? "Mimi nitakuwa mke wako na sio kijakazi wako. Tafadhali sana. Sasa hivi ni kama unataka kunioa ujue kabisa. Mimi sifui wala sioshi vyombo. Na kazi yangu ni moja tu, kukupa unyumba." Kisha yule binti akaondoka zake. Jamani, nilimuonea huruma sana Yasin. Na kingine nilichoshangaa sana ni maisha yao. Yaani kwenye nyumba ya wazazi wake anathubutu vipi kuleta mwanamke, tena akalala naye mpaka asubuhi. Ila sijui ndio ushamba wangu, maana mimi niliona ni kitu cha kudhalilisha sana.
Nikaingia jikoni na kuanza kuandaa chai. Wazazi wake Yasin mpaka muda huo hawakuwa wameamka. Nikawa namsikia Yasin anaongea na simu na analalamika sana, kana kwamba analalamika kwa rafiki yake. Akawa anasema kuwa anampenda sana huyo mwanamke wake, ila anatamani sana hata siku moja aingie jikoni kwa sababu yake. Ila haijawahi kutokea hata mara moja huyo mwanamke anapokuja kulala naye. Huyo mwanamke anakuja na kulala naye na kutumia pesa zake tu, na alikuwa analalamika kuwa anasikia njaa mno, kwa maana kuanzia usiku wa siku iliyopita hakuwa amekula chochote kile. Ingawa nilikuwa namchukia, ila nilimuonea huruma sana. Nikachukua chakula na kukiandaa, na baada ya hapo nikampelekea moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Nikafika kwenye mlango wake na kubisha hodi. Baada ya dakika kadhaa mlango ukawa umefunguliwa. "Unataka nini we malaya?" aliongea Yasin kwa sauti ya kali mara baada ya kuniona. "Nimekuletea chai," nikasema kwa sauti ya unyenyekevu sana. Aliniangalia kwa sekunde kadhaa, akawa kana kwamba anataka kukataa, ila nilishamsikia akisema kuwa ana njaa sana. Hivyo akaniruhusu niingize chakula kile chumbani kwake. Alikuwa na chumba kikubwa na kila kitu kwenye chumba hicho kilikuwa na thamani sana. Yaani kuanzia nimezaliwa sijawahi kuwaza kama kuna watu wanalala sehemu nzuri kama pale ambapo alikuwa analala huyu kijana Yasin. Nikaenda na kukaa kwenye kochi ambalo lilikuwa chumbani kwa Yasin. Nilichukua bakuli la maji na kwenda kumnawisha. Ni kama hakutegemea kabisa kama naweza kumjali. Nikamwona kama anakosa amani hivi. "Najua tumepishana kauli sana, yaani mimi na wewe. Naomba unisamehe. Sitamani hata kidogo kuendelea kuona vita kati ya wewe na mimi. Maana ukweli ni ya kwamba sina ubavu wa kupambana matajiri kama wewe." Yasin kwanza aliguna. "Umesema samahani?" Akasema Yasin kwa sauti ya mshangao, kana kwamba hajazoea au hajawahi kusikia neno samahani kwenye masikio yake. "Ndiyo, naomba unisamehe sana. Naomba unisamehe kwa kila kitu ambacho kilitokea kati yetu. Sitaki vita na wewe. Najua tunaweza tusiwe marafiki, ila angalau tusiwe maadui," nikasema kwa sauti ya unyenyekevu sana. Yaani ukweli ni kwamba Yasin hakutegemea kabisa kusikia maneno yale kutoka kwangu. Akacheka kidogo kisha akasema, "Umesema samahani? Unajutia kwa kilichotokea, si ndio?" "Ndiyo." "Au kuna tatizo?" nikauliza. "Hakuna tatizo, ila nilikuwa natamani sana kuona unaniomba msamaha kila unaponikosea. Inakufanya unakuwa mwanamke na inakutofautisha na kufanya kuwa bora sana kwa mwanaume," akasema Yasin, na kiukweli sikuwa najua kabisa alikuwa anamaanisha nini. Basi akawa anakula huko ananiangalia. Kwa kweli sikujali. Alipomaliza kula nikamwambia, "Kuna jambo lingine lolote lile ambalo nataka nikusaidie?" Kwa mara ya kwanza nikamwona Yasin anatabasamu, ile tabasamu kabisa kutoka moyoni. Kisha akaniambia kuwa nikihitaji chochote kile nitakujulisha mrembo. Basi nikaondoka na kwenda kuendelea na majukumu yangu. Nikapika na kufanya usafi, na wakati wote huo Yasin alikuwa ameondoka. Akawa anazunguka huko na kule, na mara kadhaa nilikuwa namuona kama ananiangalia. Ila akijua kuwa nimemuona ananipotezea. Sijui ni kwa nini, ila hata mara moja sikuhisi kuwa anaweza kuniangalia kwa heri. Moyo na akili yangu ilikuwa inanituma kuwa lazima Yasin haniwazii mema. Nilikuwa namchukulia kama ni mtu mbaya sana. Ila ndio hivyo, mimi sina nguvu ya kupambana naye. Sina nguvu ya kubishana naye hata kidogo. Kila wakati alikuwa ananiita, mara nimpelekee matunda, mara kinywaji, mara nikampasie, na kiukweli sikiwa na nguvu kabisa za kubishana naye chochote kile. Yaani kila alichokuwa nataka nilikuwa nafanya. Ila nilimuona ni kama alikuwa na furaha sana. Yaani alivyokuwa ananiagiza, alikuwa na furaha sana. Ni kama hakuwahi kuheshimiwa na mwanamke yeyote hapo kabla, na alikuwa anatamani siku moja ije na yeye aheshimiwe kama mwanaume. Hivyo namna ambavyo nilikuwa namtii, nilikuwa namfanya ajisikie vizuri mno. Basi muda ulienda, na wakati nataka kuondoka, wazazi wake Yasin walikuja.
maana majira ya asubuhi waliondoka wote na kumwacha Yasin kwenye nyumba, na waliporudi wakawa kana kwamba wanataka kuzungumza na mimi. Wakataka niwatengee chakula, sikubisha na kufanya kile ambacho nilitakiwa kufanya, na baada ya hapo wakanitaka nikae nao mezani ili tuweze kuzungumza. Nilishangaa kuwa wanataka kuzungumza na mimi kitu gani, ila sikutaka kubishana nao. Tukakaa meza moja na wakati wote Yasin alikuwa ananiangalia kwa macho fulani hivi. Kwa kweli sikujali. Binti yetu, sisi tuna hoteli moja ambayo ni kubwa sana hapa Dar es Salaam, na tulikuwa tunatamani sana kupata mtu ambaye anaweza kupika Swahili foods. Ila nisiwe muongo, nimependa sana mapishi yako. Unaonaje kama tukakuajiri? Akauliza babake Yasin. Anaitambulika kama Mzee Zaid au Baba Shufaa kama wanavyomuitaga wafanyakazi wake. Ni kama sikuamini kabisa kama naweza kuajiriwa sehemu kama hiyo. Nikawa kimya nisijue natakiwa kujibu nini ama natakiwa nijibu vipi, kwa maana sikuwa nimefikiria kabisa kama wanaweza wakatamani kuniajiri kwenye hoteli yao. Na hoteli yao ni moja ya hoteli maarufu sana kwenye jiji la Dar es Salaam, na huwa wanapika vyakula vya ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa maana mpaka vyakula vya Kihindi walikuwa wanapika kwenye hiyo hoteli. Baba, nitaongea naye na nitamshawishi, but promise me utampa donge nono, akasema Yasin. Hakuna hata mtu mmoja ambaye alifikiria kama Yasin anaweza kutamka maneno kama yale, maana alikuwa kama mpinzani wangu namba 1 tangia nimefika ndani ya hiyo nyumba. Ila ndio hivyo, na yeye amenikubali mpaka wazazi wake wakatabasamu, na mama yake akasema, hivyo ndio binadamu unavyotakiwa kuwa. Unatakiwa kuishi hivyo na watu na sio kufikiria ubaya tu kila wakati. Basi wakasema wananipa muda kufikiria, ila nisizidishe wiki moja, maana wana shida sana na mpishi wa kupika vyakula vya nyumbani. Nikakubali na kuahidi kuwa nitawapa jibu mapema, kwa maana sikuwa na uwezo wa kutoa jibu mpaka nimshirikishe kaka Kadir. Ila wakati nataka kuondoka jamani, nikashangaa Yasin anataka kunisindikiza. Sikubisha, nikawa naamini ameshaachilia moyo wake na ameamua kuwa mwema kwangu. Kumbe analaki moyoni. Akanisindikiza mpaka kwenye geti, na hapo alikuwa Kadir ameshafika na nisubiria. Yasin akaniongezea pesa na kisha akanikonyeza, kumbe Kadir ameona bwana. Nikashangana msalimia Kadir kanuna. Upo sawa kaka? Nikamuuliza. Hakunijibu, akawa anaendelea zake kutembea kana kwamba hajanisikia kabisa nilichokuwa nikisema. Kaka, upo sawa kweli? Mbona hunijibu? Nikamuuliza. Ila bado alikuwa kimya. Nikamfuata na kukaa mbele yake. Nikashangana muona anatoa machozi. Vipi kaka? Kaka Kadir, unaumwa? Nikamuuliza. Kwa nini hukuniambia kwamba ulikuwa unafanya kazi na yule mpuuzi? Kwa nini amekukonyeza? Kwa nini anakuchekea? Hebu niambie, Rahma. Nikashangana niuliza kwa ukali mno. Mimi mwenyewe sikuwa najua kama ni kwao. Nimekuja kujua baadaye sana kaka. Ila nikawa naogopa kukuambia kwa maana hatuna maisha. Hivyo tunatakiwa tutafute pesa ili tutengeneze maisha yetu wenyewe. Au unapenda hii hali ambayo tunaishi? Nikamuuliza. Hakuna anayependa njaa Rahma. Ila ningeweza kutafutia sehemu nyingine mama. Sina amani kabisa toka nimejua unafanya kazi na yule mjinga. Na nina hakika kuwa atakuwa nakupenda tu, kwa maana anaonekana kabisa kama ameanza kukuelewa. Najua unajua heshima yako, na niahidi kwamba hautokaa uwe naye kwenye mahusiano, akasema Kadir kwa sauti fulani hivi ya wasiwasi. Kadir, wewe mwenyewe unajua namna ninavyomchukia, na kuahidi yani haitakaa itokee nikana mahusiano naye kamwe. Trust me. Nikasema, na Kadir akashusha pumzi, kisha akanisogelea na kunikumbatia kwa hisia kali sana. Sasa akawa ananikumbatia kwa nguvu sana, kana kwamba alikuwa anafurahia joto ambalo lilikuwa linatokana na mwili wangu. Nikawa najaribu kujitoa mara kadhaa, ila hakutaka kabisa hata kunitoa. Kwanza mimi mwenyewe nilikuwa nasikia raha kukumbatiwa na Kadir. Nilikuwa najishauri kujitoa tu, ikabidi nimwache nikumbatie kwa raha zake. Basi akanikumbatia kwa dakika nyingi kidogo, kisha aliponiachia akanishika mkono, kisha akawa ananiangalia na kusema, niahidi hautampenda yule mpuuzi.
Lakini Kakadir, yeye mwenyewe ananichukia. Sasa kama yeye ananichukia, mimi nitampenda vipi? Nikawa najilalamisha kwamba akianza kukupenda utampenda, si ndio? Rahma, mimi ni kaka yako na najua wanaume vizuri kuliko wewe. Kwa maana hata mimi pia ni mwanaume. Na kuomba sana usije ukampenda na ukumbuke tulipotoka na kwa pamoja tusaidiane kupambana. Kama ni kuoa au kuolewa utaolewa, ila tukishafikia ndoto zetu, akasema kaka Kadir. Maneno yake kidogo yaliniingia. Basi hao tukaenda zetu kama kawaida guest, na kama kawaida yetu huwa tunalalaga chumba kimoja. Ila usiku sijui kwa nini Kadir alikuwa anashindaga chooni. Nilikuja kujua baadaye sana, ila mwanzo nilikuwaga nahisi kuwa labda tumbo linakuwa linamuuma, labda au anaona aibu kulala na mimi. Basi jamani, asubuhi kabidi nimwambie kuwa baba na mama yake Yasin wanataka nikafanye kazi kwao. Nilitaka kumsikia maoni yake, nikashangaa sura yake imebadilika kidogo, kisha kaniambia, "Una uhakika unataka kufanya hiyo kazi?" Ndiyo, na nahisi kama kazi ambayo tutakuwa tunaifanya haitakuwa kazi ya nyumbani. Wameniambia watanipeleka kwenye hoteli yao. Hivyo nadhani maisha yetu yanaweza kubadilika taratibu. Na siku moja huweza tukawa wale ambao tulikuwa tunatamani sana kuwa siku moja. Kadir hakunipa jibu lolote. Ni wazi ya kufurahishwa kabisa na mimi kuendelea kufanya kazi kwenye nyumba ya kina Yasin. Ila ni kama alikuwa anaogopa kunikataza, kwa maana hata yeye mwenyewe maisha hana. Na akisema nikataze, hana cha kunipa. Maana maisha yake yeye mwenyewe hata haeleweki. Sawa, nenda na nakuomba uwe makini sana mama, akasema Kadir kwa sauti ya unyonge mno. Nilijua kabisa kuwa Kadir hajaridhika kabisa na mimi kuendelea kufanya kazi kwenye nyumba ya kina Yasin. Ila sikuwa na namna, maana tulikuwa tunahitaji pesa mno ili tuishi. Na ndio kama hivyo basi, kama ni bahati tumeshapata. Naenda kupata kazi sasa, naenda kuwa na kipato cha uhakika. Sasa kwa nini nikatae hii fursa kama hiyo jamani? Basi kama kawaida nilienda nyumbani kwa kina Yasin, na siku hiyo sikumkuta mtu yeyote pale nyumbani zaidi ya mlinzi. Akanipa maagizo. Basi huyo nikaingia zangu ndani na kuendelea na majukumu yangu. Ila baada ya nusu saa nikawa nasikia geti linafunguliwa. Sikujiuliza kuwa anaweza kuwa ni nani. Kwa maana kama sio baba, ni lazima atakuwa mama au Yasin. Nikawa naendelea zangu na shughuli zangu. Na wakati huo nilikuwa napika kama kawaida. Ila nageuka tu nyuma na kutana na sura ya Yasin kana kwamba alikuwa ananiangalia. Nilishtuka sana kwa maana hata sikujua kuwa alikuwa pale na alikuja muda gani. "Oh, basi mtoto, karibu, naweza kuandalia nini?" nilimuuliza. "Nataka juisi ya baridi, utaniletea chumbani kwangu," akasema Yasin kisha kaondoka. "Juisi gani boss?" nikamuuliza. "Yoyote ile unayoipenda," akajibu akiwa anaondoka. Basi nikachukua matunda na kusaga juisi kisha nikampelekea chumbani kwake. Nikashangaa na mkuta yupo kitumbo wazi, tena alikuwa amevaa kaboksa. Sikumjali kwa maana kwanza hakuwa ananivutia hata kidogo. Akawa anataka niweke pale mezani, alitaka niweke pale mezani kwenye meza iliyokuwa pale chumbani kwake. Kisha nikawa naondoka zangu. Nikashangaa amenishika mkono kisha kaniuliza, "Unaenda wapi?" "Kuendelea na kazi zangu, kwani kuna kitu ambacho unahitaji kutoka kwangu?" Nikamuuliza. "Hivi siwezi kupata fursa hata ya kukaa na wewe kupiga story hivi? Au ikiwezekana hata tubadilishane mawazo, au unaonaje?" Akauliza, "Samahani, ila nina kazi sana za kufanya. Natakiwa nimalizie kazi kwa jikoni." Nikashangaa na kunywa ile juisi yake haraka haraka kisha akavaa shati na kuniambia, "Twende nikusaidie." Sikubisha kwa sababu pale ni kwao na anaweza kufanya lolote lile ambalo analitaka. Basi nikashangaa naongozana na mimi mpaka jikoni. "Unadhani naweza kukusaidia nini?" akauliza. "Kuna vyombo vya kuosha na kukata vitu maana bado sijamaliza kupika," nikajibu. Akasogea pembeni yangu kisha akachukua kisu na kuanza kukata hoho. Ila ni kama alikuwa anataka mili yetu igusane. Nikawa najisogeza pembeni kwa maana ni dhahiri kuwa sikuwa nampenda hata kidogo. Basi nikawa busy napika jamani. Yeye akaacha kila alichokuwa anafanya na kuanza kuniangalia. Ila nikawa najifanya kama vile simuone. "Vipi, mbona kama hunioni jamani?" akasema baada ya uvumilivu kumshinda. Nikageuka na kumtazama kisha nikasema, "Kwani unataka nini Yasin?"
Aisee, ndio kama nilimpa kibali, kwa maana alinishushia busu moja matata mpaka nikajikuta nimebaki nimedua. Hicho ndio nilichokuwa nakitaka. Rahma, can you be my woman? Akasema. Aisee, nilimwasha kibao hakuamini, kisha nikamwangalia na kusema, mimi sio malaya babangu na sijaja hapa kutafuta mpenzi, ila nimekuja kufanya kazi. Na kingine, labda nikuweke sawa au wazi tu. Hata kama dunia nibaki mimi na wewe, siwezi kukupenda mwanaume. Yaani siwezi kupenda kamwe kwa mambo uliyotufanyia. Yaani kwanza hauna adabu we kaka. Hauna heshima. Alafu unakuja kujifanya unanipenda mimi kweli? Nadhani ungeweza kujipenda wewe mwenyewe kwanza kabla kugeuka na kumpenda mwingine. Nikasema. Aliniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasema, Rahma, najua wewe sio malaya, ndio maana nikakupenda. Ila labda nikwambie kitu kimoja kuwa mimi ni tajiri na naweza kufanya kila ninachokitaka. Sawa? Na naweza kupata kila ninachokitaka, hata kumpa mtu pumzi. Na hauna jeuri wala ubavu wa kunikataa hata kidogo. Mtu mwenyewe unanuka njaa wewe. Alafu unapata bahati ya kupendwa na mwanaume kama mimi unaichezea. Na wakati wanawake wenzio wa rika lako wanatamani kuwa na mimi. Hivyo unajielewa kabisa? Alisema Yasin. Ni wanawake wengine, sio mimi baba. Na kuomba usiniweke sehemu ambayo umewaweka hawa wanawake wengine. Ila niamini, sina shida na pesa zako. Na hata kama ikitokea nimekwama sana na sina pa kukimbilia, ni bora nife kuliko kuja kwako wewe. Maana unajeuri sana, unakibei, huna huruma we kaka. Alafu eti unakuja kwangu unaniambia eti nakupenda. Nakupenda hiyo kuyo. Yasin alibaki mdomo wazi kumshangaa huyu mwanamke ambaye alikuwa anaendelea kuongea. Sikia baba, kuwa mwanamke wako hilo sawa kabisa. Kwa maana hasara ulionitia mimi na kaka yangu, kila nikikumbuka naona kabisa kuwa hapa naishi na shetani. Yaani nikikuona tu, naona kama naonana na shetani uso kwa uso. Nikasema haya maneno. Yasin aliniangalia kwa hasira kisha akaondoka. Nilijikuta nasikia kinyaa maana ambavyo Yasin alinibusu. Jamani, hapana. Basi nikaona nimalizie majukumu yangu kisha niondoke zangu. Ila wakati ambao nataka kuondoka, mama na baba Yasin ndio walikuwa wanarudi. Na wakati huo Yasin alikuwa ameshinda chumbani kwake. Ila alivyosikia wazazi wake wanakuja na yeye akatoka. Alitoka akiwa kachangamka sana. Akawasalimia wazazi wake kwa bashasha kubwa mno mpaka ikabidi wamuulize, "Vipi kijana, umepatwa na nini?" "Mama, nimepata mchumba. Mkinipa baraka zenu naoa mwaka huu." Akasema Yasin huku akiwa ananiangalia mimi. Na mimi wakati huo nilikuwa naangalia zangu chini. Yaani ukorofi wote huu. Kaka hapana. Kijana wangu, hebu ngoja kwanza tule na baada ya hapo utatuambia. Utuambie huyu mwanamke uliyempata ni nani? Akasema mama yake. Baba yake akaongezea na kusema, "Na hakikisha mnazaa kila mwaka. Nataka kuwa na wajukuu wengi sana mimi." Wote walijikuta wanacheka mno. Yule mama na yule baba wakataka waongee na mimi. Walitaka niwatengee chakula kwanza kisha niwajibu kama nimekubali kwenda kuwa mpishi wao kwenye ile hoteli yao ama la. Basi nikawatengea pale na baada ya kuwatengea yule baba aliniuliza kama nimekubali. Nikajibu ndio nimekubali. Wakafurahi kweli na baada ya hapo babake Yasin akamgeukia kijana wake. Tuambie sasa wewe unayetaka kumwoa ni nani? Nikashangaa Yasin anageukia kisha kaniangalia. Nilitamani kusonya ila nikajiambia kuwa natakiwa kujipa nguvu kwanza. Kwa maana nikisema ni panic hakuna kitu ambacho nitatengeneza. Amesha kubali ila nitamleta kwenu muda sio mrefu. Niombee tu asiwe na mambo mengi. Yaani nataka niwaahidi kuwa mwaka huu na huwa. Akasema Yasin na wazazi wake wakampongeza sana kijana wao. Kisha mama yake akasema kwamba anamuomba apate mke mwema na yeye ikiwezekana atulie. Wakati wote huo mimi nilikuwa kimya. Basi wamemaliza kuongea pale, nikataka niage. Nikashangaa na Yasin naye amesimama kisha akasema, "Unaonaje kama leo nitakupeleka unapotaka kwenda?" Kiukweli nilishinda kukataa mbele ya wazazi wake. Nikatabasamu lile tabasamu la acha kujipendekeza. Kisha nikajibu kuwa sawa, ni wewe tu. Nikashangaa mama yake anadakia na kusema, "Hakika huyu mwanamke umempenda kweli. Yaani wewe ni wa kusindikiza watu?" Mungu amjalie kijana wangu apate mwanamke, bila shaka nitakuwa ni mwema. Amin mama, alidakia Yasin. Na wakati huo mimi nilikuwa natangulia zangu mlangoni nikiwa natoka nje.
Tulipofika nje nikamgeukia Yasin kisha nikamwambia, "Unataka kunisindikiza unipeleke wapi? Kaka yangu anakuja kunichukua, hivyo endelea na maisha yako." Yasin akaniangalia kisha akatabasamu na kusema, "Kione, yani kinanuna ndo kinazidi kuwa karembo." Alikuwa anaongea maneno mazuri ila nilikuwa nayaona kama kero kwenye masikio yangu. Kwa maana nilikuwa namchukia sana Yasin, yani nilikuwa namchukia Yasin kutoka kwenye nguvu za moyo wangu. Na kingine nilikuwa nampenda kadri muda ulivyokuwa unaenda. Yani kuanzia naanza kukua, hisia zangu zote zilikuwa kwa Kadir, na yeye nilikuwa nahisi ananipenda, ila ndio hivyo alikuwa ananiheshimu sana. Alafu linakuja linaume limoja, halina hata adabu. Alafu linasema kuwa linanipenda. Nilikuwa naona kama ananitukana vile. Sikia nikwambie, najua wewe ni tajiri, tena ni tajiri mno, ila mimi nina mtu nampenda. Na naomba uachane na mimi na maisha yangu. Na kama kufanya kazi kwenu ni tatizo, basi nitaacha. Maana kwanza hakuna mateso makali kama mimi kufanya kazi na wewe sehemu moja. Nikasema. Ila Yasin akacheka kile kicheko cha dharau, alafu akawa ananisogelea. Kumbe kile ambacho alikuwa anaendelea, Kadir alikuwa anasikia, kwa maana tulikuwa tupo getini, ndio alikuwa anaweka gari lake anataka nipande. "Hivi unajikuta nani wewe?" akaniuliza. "Nijikute nisijikute haikuhusu." Nikasema, nikashangaa kanivuta kisha kanishushia bonge moja la busu na kusema, "Siku nyingine ukibishana na mimi, tutaenda kumalizana chumbani." Kisha akaondoka zake. Kumbe kila kitu Kadir alikuwa anaona, alikuwa anatamani kupasuka. Sasa wakati natoka nje, ila natoka tu na shangaa ananivuta kisha kaniambia, "Alikuwa anakufanya nini huyo?" Ila kabla sijajibu nikashangaa na yeye ananishushia busu moja matata. Sasa hili nilikuwa nalifeel kabisa. Nikajikuta nampa ushirikiano wa kutosha. Alipoona nampa ushirikiano, nikaona kabisa hata mapigo yake ya moyo yameanza kutulia, kisha akasema, "Nakupenda Rahma, na kuomba usije kuwa na yule mpuuzi. Nilikuwa nataka nikusubiri mpaka siku yetu maalum ifike. Ila naona kana kwamba kuna watu wanataka kuingilia mahusiano yetu. Naona kama wanataka kunivuruga. Na kuomba sana usije kuwa na yule mpuuzi. Na naomba kila ambapo anakusumbua niambie. Na kama ni hiyo kazi, naomba uache, kwa maana nahisi kama siwezi kuvumilia kabisa kukuona wewe na mwanaume mwingine zaidi yangu. Rahma, nakupenda." Maneno yake yalipenya mpaka kwenye uvungu wa moyo wangu. Yani nilikuwa najisikia raha mno jamani. Najua mmepitia hiyo hali na mnanielewa. Nilikuwa natamani sana aendelee kuongea. Nilikuwa natamani aendelee kunichombeza na maneno yake vitamu. Basi akanishika mkono kisha tukaanza kuongozana. Nilikuwa natamani hata anibebe, anikiss kila wakati. Yani nilikuwa natamani anichombeze. Ila ndio hivyo jamani. Haiba ya kike. Basi siku hiyo tulilala wote kitanda kimoja na usiku kucha Kadir alinikumbatia ila hakunifanya jambo lolote lile. Ingawa nilikuwa namuona namna alivyokuwa anapata tabu. Basi siku hiyo ikapita na siku mpya ikaanza. Nilikuwa natakiwa kufika pale nyumbani. Nilitakiwa kufika nyumbani kwa kina Yasin. Ila ni kama Kadir alikuwa hataki niende. Akaniambia nisubiri. Akaondoka baada ya dakika kadhaa akarudi na pete. Akanivisha kisha akaniambia, "Najua haina gharama ila naomba wajue kuwa wewe ni mpenzi wa mtu. Naogopa kuibiwa mama." Akasema kisha akanikiss na kunipeleka mpaka kwenye nyumba ile, ila ni kama hakuwa anataka kuondoka. Akawa ananiangalia tu. Alikuwa ananiangalia namna ambavyo anaingia mle ndani. Mara nikashangaa anapokea simu kisha akanikiss ile kiss la mbali na kuondoka zake. Nilipoingia kwenye ile nyumba ni kama walikuwa wananisubiri mimi tu. Sikuwa na nguo za maana, mama Yasin akaniambia kuna nguo ameninunulia, nikaziangalie zipi zinafaa kisha nivae. Kwa maana ni kweli sikuwa na nguo yoyote ile ya maana. Nguo zilikuwa ni nzuri sana. Nikatoka na wakati natoka kwenye kile chumba ambacho ndio nilikuwa nabadilishia nguo, ndio Yasin naye alikuwa anatoka. Aliponiona ni kama alidua, akaanza kunishangaa. Sikumjali, nikaenda mpaka walipo wazazi wake, mama na baba yake wakanisifia mno. Kumbe ni mrembo hivi binti yetu. Haya, nenda tukapande kwenye gari, akasema mama yake Yasin. Samani mama, mnaonaje nyinyi mkatangulia na mimi nikaja naye, kwa maana sitamani kuona mtu anawabana kwenye gari lenu, akasema Yasin. Sawa kijana wangu, akajibu mama yake Yasin na wakaanza kuondoka.
Nilitamani niwaambie kuwa nataka kuondoka nao na sitamani kuondoka na Yasini, ila nilikuwa nashindwa kabisa kusema. Kweli mama na baba yake Yasini wakawa wanatangulia, nikaanza kuwaza cha kufanya kwa maana sipendi hata kuona sura ya Yasini, ila sikuwa na namna. Nikamwita mama yake Yasini, akageuka na wakati huo alikuwa anakaribia kufika kwenye gari, akasimama. Niambie binti yangu, akasema mama yake Yasini. Samahani mama, nipo kwenye siku zangu na nimesahau kubeba vifaa vyangu. Unaweza kunisaidia kivyovyote vile? Nikasema kwa kunong'ona. Mama yake Yasini aliniangalia kisha katabasamu na kusema, Yasini, nenda baba yako kwa maana hili gari ndio naweza kuliendesha vizuri. Mimi nitakuja na Rahma. Akasema mama yake Yasini akionyesha gari ambalo huwa anapenda kuitumia yeye na mume wake. Yasini aliniangalia akajua kabisa kuwa mimi ndio sababu ya siku kuongozana. Akawa anataka kama kubishana mama yake. Akasema kuwa atasubiri tu hicho kitu ambacho mimi na mama yake tuenda kukifanya. Atasubiri mpaka tumalize kisha yeye ataenda kazini na mimi na mama yake ataenda na mumewe. Jifunze kutokubisha kwenye kila kitu. Hebu mpeleke baba yako kazini. Sisi tunakuja. Akasema mama yake Yasini, na Yasini hakuwa na namna zaidi ya kukubaliana na mama yake. Mama yake Yasini akaingia chumbani kwake kisha akaja na paketi ya pads na kunipatia. Sikuwa niko kwenye siku zangu, ila ni kwamba tu nilikosa namna ya kumkwepa Yasini. Maana sipendagi hata kumuona, ila ndio hivyo tu analazimisha mambo. Basi baada ya kujifanya nimeshajiandaa, nikatoka ukumbini ili twende sasa kwenye hiyo kampuni. Mwanangu, ukiona changamoto yote ile, ila naomba usiogope kuniambia. Akasema mama Yasini na mimi nikaitikia kwa kichwa tu. Basi safari ikaanza mpaka kwenye kampuni. Ilikuwa ni hoteli kubwa sana. Yaani ni zile hoteli ambazo usipokuwa na 300,000, yani kupanda juu huwezi kuingia. Kulikuwa na wafanyakazi wengi sana na kulikuwa na wateja wengi pia. Yaani kwa namna ambavyo nilikuwa naona kama nimeingia Ikulu vile. Kwa maana sikuwahi kuwaza hata kwa bahati mbaya kama naweza kuja kukaa kwenye hoteli kama ile. Basi mama yake Yasini akanikabidhisha kwa mtu. Alikuwa ni binti mmoja anaitwa Pili, kwa lengo la kunielekeza kazi. Basi yule binti akaanza kunielekeza baadhi ya vitu kisha akaniambia kwa pale hawapiki vyakula mpaka mteja aagize. Yaani ni zile sehemu za fast food. Yaani kuna siku unaweza kujikuta unapika mara moja tu. Kuna siku unaweza kujikuta unapika hata mara 10 kulingana na aina ya wateja waliokuja siku hiyo. Basi nikamuelewa. Baada kama dakika 15 hivi akaja yule Pili kisha akaniambia kuwa natakiwa kuandaa ugali na mnafu na samaki sato. Nilishangaa sana, sikuwa nategemea kama watu ambao walikuwa wanakuja hapa kwenye hii hoteli kama wanaweza kuja na kuagiza ugali. Ila hata sikutaka kubishana, nikaanza kupika chap chap. Sasa nikaanza kumwandaa samaki na wakati namkaanga, nikahisi kama kuna mtu kaingia jikoni ila sikufuatiliza. Nakuja kugeuza jicho na shangaa na kutana na Yasini. Alikuwa anamalizia kuchambua mboga. Sikutaka hata kumsemesha. Nikachukua zile mboga kutoka kwake kisha nikaanza kuzitayarisha na mimi wakati wote nilikuwa kimya. Sikuwa nataka hata kumsemesha. Kisha nikasonga ugali. Baada ya hapo wakaja kijana na kuchukua kile chakula na kwenda kumtegea mteja. Na kule jikoni kabaki mimi na Yasini tu. Kwa hiyo ndo akaamua kukuvalisha pete, si ndio? Akasema Yasini. Wewe inakuhusu nini? Nivishe pete au nisivishe, shida yako nini? Nikajibu kisha nikawa nataka kuondoka kule jikoni kumwacha mwenyewe. Nikashangaa amenishika mkono kisha tukawa tunaangaliana. Akawa kama anataka kunikiss nikamkwepa. Aisee, alijisikia vibaya sana. Akataka kurudia kunikiss nikamkwepa tena. Nikashangaa ameniachia kisha akapiga goti na kusema, "Huenda nimekukosea. Ila siku zote nilikuwa namuomba Mungu nipate mwanamke mnyenyekevu na mwenye adabu. Na nimekuona wewe, Rahma. Niamini, sikuwahi kuishi kwenye mahusiano ya heshima. Na asilimia kubwa wanawake ambao nilikuwa nao walikuwa wananitumia tu. Sijawahi kupata bahati ya kupendwa kama watu wanavyotamani kupendwa. Na hiyo heshima nimeona kwako, Rahma. Naomba unipe nafasi ya kuwa wako. Nipo tayari kuwa hata mchepuko wako. Ila walao nipate kampani yako. Nipate muda na wewe. Maana naona umevaa pete.
akasema Yasin. Mimi na mwanaume wangu na nampenda sana. Naomba usiendelee kuniambia upuzi wako, kwa maana siwezi kuwa na wanaume wawili, maana huo ni umalaya wa kiwango cha juu sana. Na sidhani kama naweza kuwa hivyo, nikasema. Yasin akasimama kisha akawa analialia kisha akasema, huyo mwanaume ni nani? Natamani sana kumjua. Mwanaume ambaye amechukua bahati yangu, akasema Yasin. Okay, alafu ukishamjua ndio inakuwaje sasa? Kwa maana ukishamjua sidhani kama itakusaidia kitu chochote kile maishani mwako. Kama umemaliza maongezi na wewe naomba uondoke niendelee na kazi zangu. Nikashangaa amenivuta amenikumbatia kwa nguvu kwa dakika kadhaa. Mwanzo alikuwa kimya lakini mwisho akasema, naomba uwe na sisi wote. Alafu uwe unapima ni mwanaume gani ambaye ana mapenzi ya kweli na wewe. Na kama utajitahidi kuniweka kwenye maisha yako na kuahidi kuwa nitakuwa bora sana na hutoamini, akasema Yasin. Nikajitoa kwenye mwili wake na kuondoka zangu kwa maana niliona hata niongee nini yeye hawezi kunielewa. Basi kazi zangu kwenye ile hoteli zikaanza na wale wazazi wa Yasin walikuwa ni watu wema sana kwangu. Kwa maana walikuwa wananipa kila siku 10,000 kama pesa ya usafiri. Na mara zote Yasin alikuwa anataka kunipeleka nyumbani ila nilikuwa nakataa. Nilipokuwa nafanya kazi kulikuwa ni mbali sana ila Kadira alikuwa ananifuata tena wakati mwingine kwa miguu kabisa. Nilikuwa napenda sana kampani yake maana nilikuwa nampenda sana ukaka. Tukaacha maisha ya ukaka na dada tukaishi kama wapenzi. Ila tunda tu ndio Kadira alisema mpaka ndoa. Ila sometimes namuona kabisa kwa vyuma vimekaza. Ila tunaishia kukiss tu. Nilikuwa namkazia sana Yasin, yani sikuwa nataka kabisa ukaribu naye. Kwa maana moyo na fikra zangu zote zilikuwa kwa Kadira. Basi mimi na Kadira tukapanga tuache kukaa guest na tutafute chumba. Na tulikuwa na viakiba kadhaa. Tukatafuta chumba cha 50,000 kilikuwa na choo ndani na tulikuwa na viakiba vingine. Tukanunua vitu vya ndani kwa maana mimi nilikuwa naenda kazini na Kadira naenda kwenye vibarua vyake. Kisha tunaunganisha nguvu na tulikuwa tunatamani sana siku moja tuondoke kwenye umaskini. Nikawa namuuliza Kadira, unataka kufanya biashara gani? Akaniambia kuwa kuna kazi kubwa ambayo alikuwa anaifanya kipindi chote kile. Na alikuwa ni kutafuta oda. Na lengo ni kutengeneza wateja wake wa kudumu. Na kuna sehemu alikuwa anajishikiza ambapo alikuwa anapika cake na bites nyingine. Hivyo ujuzi wake ukazidi kuongezeka. Alishanunua jiko la oven ndogo na baadhi ya vitu sikuwa najua ni vinini ila baadaye ndio nikagundua kuwa ni biscuit cutter na vifaa vingine vya kupambia keki. Kiukweli hatukuwa tunajua hata birthday yetu kwa maana mimi nilitupwa na walinikadiria tu siku ya kuzaliwa. Hivyo tulikuwa tunakuwa tukaamua mimi na Kadil tujipe birthday moja ambayo tukajiambia kwa birthday yetu itakuwa ni tarehe 15 mwezi wa 3. Kwa hiyo kila mwaka ambapo ilikuwa ni hiyo tarehe tulikuwa tunasherehekea birthday yetu. Basi hiyo wiki ndio ilikuwa ni wiki ya birthday yetu. Mimi nilikuwa nimeshasahau ila Kadira alikuwa amenunua vitu. Nikadhani labda ni kama amepata mteja kwa maana anapataga wateja wa keki ingawa ni mara moja tu. Kwa maana hakuwa anajulikana kivile. So sikufuatilia kabisa. Basi kama kawaida yetu Kadira alikuwa ananipeleka mpaka kazini na wakati wote huo tunashikanaga mikono. Tukifika kwenye geti ya ile hoteli anakuwa ananikiss either kwenye paji la uso au mkononi kisha anaondoka zake. Na wakati wote huo nilikuwa namkataa sana Yasin mpaka nikawa nahisi kabisa ameshaanza kukata tamaa. Sasa siku hiyo Kadira alikuwa ananiaga na kunikiss kumbe Yasin aliona. Mimi nikawa sina hili wala lile. Sasa kwenye jiko ambalo nilikuwa ndio nakaa kulikuwa ni juu ya ghorofa. Kulikuwa ni ghorofa ya 3 hivi. Na ile hoteli ghorofa zima ilikuwa na ghorofa 5. Basi mimi nikaenda kuingia kwenye lift. Ila wakati ambapo nimeingia kwenye lift nikashangaa Yasin naye anaingia. Nikamsalimia ila alikuwa amenuna huyo wala sikujali. Kwa hiyo ni yeye, akauliza. Yeye ndio nini? Na mimi nikauliza. Ulikuwa unajifanya ni kaka yako kumbe ni mpenzi wako. Kwa hiyo unampenda sana, si ndio? Akasema Yasin kwa hasira. Nimpende nisimpende wewe inakuhusu nini? Hebu niambie nijue. Mimi sina mahusiano na wewe hivyo naweza kuwa na mwanaume yote yule ambaye mimi namtaka. Kwa maana ni maisha yangu na hakuna kitu ambacho kitakuhusu kwenye maisha yangu. Nikasema bila kujali. Nikashangaa naweka begi chini kwa maana alikuwa ameshika briefcase. Kisha kanivuta na kunikiss kama kawaida yake. Nikawa napambana naye. Tukashangaa mlango wa lift unafunguka.
Kumbe kuna wafanyakazi na wao walikuwa wanataka kushuka kwenye ile lift. Kwa maana lift ilikuwa imeshafika ghorofa ya mwisho, sisi hatuna habari. Yasin hata hakujali kama kuna watu wametuona. Alinishika mkono na kuanza kunikokota. Ikabidi nimuulize, "Wewe una shida gani?" Hakuwa hata ananijibu, na kitu pekee alichokuwa nakifanya ni kunikokota tu. Nikashangaa tunaenda mpaka kwenye ofisi baba yake. Akafungua mlango na hata bila kupisha hodi. "Vipi, mbona kama hambishi hodi?" akauliza baba yake. "Samahani baba, ila nilikuwa nataka niende polepole, ila nimeona nije tu nikwambie ukweli. Kwa yule mwanamke ambaye nilikuwa nataka kumuoa ni huyu binti Rahma. Kama utakuwa tayari na kuomba unipe baraka zako." Akasema Yasin, na mimi nikabaki nikitoa macho tu, kwa maana sikutegemea kabisa kama atakuja kumwambia hivi. Baba yake Yasin akawa anatuangalia kwa kituo, kisha akasema, "Mbona kama hilo unaongea unalisema wewe na mwenzako kama hayuko tayari?" Yasin akacheka kidogo, kisha akasema, "Yupo tayari na alikuwa ananisumbua sana kuhusu kutambulishwa. Yaani kama leo amenipigia kelele sana mpaka nikaona isiwe kesi. Ngoja nje nimtambulishe. Ila amini, kwa kweli nakwambia nampenda sana huyo msichana." "Sio kweli." Nikawa nataka kujitetea, ila kabla sijasema jambo lote lile, nikashangaa anadakia na kusema, "Baba, tulikuwa tunataka kukuambia hilo tu. Naomba tukutakia kazi njema." Kisha akanishika mkono na kuanza kunikokota mimi nje. Yaani mambo yalifanyika kwa kama dakika 5 tu. Yaani hata sikujua nitakiwa nijitetee vipi. Kwa maana kwenye moyo wangu kuna Kadir, lakini huyu Yasin anakuja tena kunitambulisha kwa baba yake. Sijui kwa nini alikuwa ananifanyia hivi, au alikuwa ananiwekea wakati mgumu kiasi hichi. "Kwa nini lakini unafanya hivi?" "Yasin, mimi ni mwanamke wako kweli? Kwa nini unanilazimisha mimi niwe na wewe? Kwa nini hutaki niwe na amani? Walai naichukia sana siku ambayo nimekutana na wewe kaka." Nikasema kwa hasira, nikawa nataka kuondoka. Nikashangaa kanishika mkono, kisha kanivuta. Nikajua kesi lingine linafuata, nikajiziba mkono. Ila nikashangaa hafanyi kitu. Ikabidi nitoe mkono nimwangalie kwa alikuwa anafanya nini. Nikashangaa na niangalia huku akiwa anatabasamu, kisha akasema, "Kaone kavuruge kangu, kumbe kananiogopa. Ila nikwambia ukweli tu Rahma, kuanzia nimeanza kuwa na mahusiano, sijawahi kukataliwa na mwanamke. Hata kama walikuwa hawanipendi na wanakuja kwangu kwa sababu ya pesa, ila hakuna mwanamke aliyewahi kunikataa. Yaani huwezi amini, unavyozidi kunikataa unanifanya nizidi kufall in love na wewe mama. Labda cha kusaidia ni kunikubali tu na kuachana na yule mpuzi wako. Uwe na mimi mama, ili nisizidi kuchanganyikiwa kwa penzi lako. Yaani kwa kifupi una machaguo mawili. La kwanza unikubali ili nisichanganyikiwe, au unikatae nizidi kuwa kichaa wa penzi lako." Akasema Yasin, kisha kaondoka. Niliona kama maisha yangu yameanza kuwa magumu. Nilipanga kuwa sitafanya kazi pale kwa muda mrefu, kwa maana nitafuta zangu mtaji tu, na baada ya hapo niachane na hoteli yao, kwa maana sikuwa tayari kuwa na mwanaume mwingine yeyote zaidi ya Kadir. Siku hiyo Yasin hakushinda pale kazini, ila wakati wa kuondoka wa kwenda nyumbani nikashangaa na kuja. Ila sikumjali. Akapitiliza kwenye ofisi baba yake. Mimi nikawa naondoka zangu, na hapo Kadir alikuwa ananisubiria nje. Basi nikaenda mpaka alipo Kadir, kwa maana nilikuwa nimemisi mno. Nilipofika nikamkumbatia, akanikisi kwenye lips kidogo, kisha tukashikana mikono na kuanza safari. Sikujua kumbe Yasin alikuwa anaangalia. Tumefika nyumbani, tunapika, tukala, na baada ya hapo Kadir aliniita, kisha akaanza kusema, "Hebu niambie kuhusu kazini kwako mama. Niambie leo mshindaje?" Nikakaa kimya, nikawa kama na sita kuongea, kwa maana sikuwa najua hata nimwambie nini au nimjibu vipi. "Mbona kama una sita, au ni yule mpuzi alikuwa anakusumbua? Au shida ni nini mama? Hebu niambie, maana sikuelewi. Na nakujua, so usijaribu kunidanganya." Akawa anasema Kadir. Nikashusha pumzi kidogo, kitendo ambacho kilimfanya Kadir awe makini zaidi kunisikiliza. Kisha nikaanza kumsimulia kile ambacho kilitokea siku hiyo. Nikashangaa ameshusha pumzi, kisha kaniuliza, "Hebu niambie, hiyo kazi ulipanga kufanya mpaka lini? Maana najiona kabisa kama siwezi kuvumilia kukuacha ukiendelea kufanya hiyo kazi kwa muda mrefu mpenzi. Kwa maana nahisi uchanganyikiwa," alisema Kadir. "Tulikubaliana mpaka tupate mtaji, na hapo ndio kwanza na wiki moja.
Natamani malize mwezi kisha niache, ila sijui kama tutakuwa tumeshafikia lengo letu. Kwa maana unajua kabisa kuwa hatuna hela na hatujui hata tunaweza vipi kupata hela ili tuweze kujikwamua kwenye huu maskini. Nikasema na Kadiri akashusha pumzi kisha akasema, sijui Mungu ana makusudi gani na sisi, kwa maana nahisi kama tumeambiwa kuteseka tu. Yaani kile tunapoanza kuona mwangaza, kuna kiza cha kutisha kinakuja mbele yetu. Mimi nakupenda sana Rahma, na nimekupenda kwa muda mrefu sana. Alafu anakuja kutokea mpunzi mmoja anakuja kusema kuwa anataka kukoa. Yaani mpaka nahisi kuchanganyikiwa mpenzi. Maana yule ana pesa, naogopa sana kupambana na matajiri mie. Ila sisi tunaweza kupoteza kila kitu ndani ya dakika chache tu, akasema Kadiri. Nikamsogelea kisha nikamshika mkono, tukawa kama tunaangaliana, kisha nikasema, ni bora nipoteze kila kitu lakini sio kupoteza wewe. Kadiri akatabasamu kisha akanikumbatia na kusema, asante sana mama, na namuomba Mungu kwa siku zote uwe pembeni yangu, maana Mungu ana kusudio la kuumba na kunikutanisha na wewe. Maana wewe ni kama nguzo yangu na uti wangu wa mgongo, na kutegemea sana Rahma. Akasema Kadiri, na alikuwa anaongea haya maneno kwa hisia kali mno, mpaka nikajikuta napata msisimko wa ajabu. Mama, nakupenda mno, nakupenda sana, na wewe ni mke wangu, ni mwanamke wa maisha yangu. Naomba usije ukawaza kunimiza, akasema Kadiri. Nikajikuta na tabasamu. Basi akaniambia kuwa alikuwa na njaa sana. Tukaingia jikoni pamoja, maana kila mtu anaenda kazini. Tukapika pale kwa ushirikiano na kuanza kula. Tukamaliza kula na kila mtu akaingia bafuni kwa muda wake. Na system yetu ilikuwa kwa tunalala wote. Na tulikubaliana kuwa tunalala wote, lakini tendo la ndoa ni mpaka ndoa. Na nilikuwa namuona Kadiri namna anavyojikaza. Hata mimi nilikuwa najikaza sana na nilikuwa nasubiri Kadiri anianze, ila alikuwa ni mtu wa ahadi sana. Hivyo nahisi hakuwa anataka kuvunja ahadi ambayo alikuwa amenipatia. Basi tukalala siku hiyo na hatimaye majogoo ya siku mpya yakaanza kuwika na nuru pamoja na mwanga wa asubuhi ukaanza kuangaza. Nimekuja kuamka simuoni Kadiri kitandani. Maskini, kumbe alikuwa anafanya usafi, kisha akawa anaandaa chai. Nikaamka na kwenda mpaka alipo. Wakati huo alikuwa anapika chai, nikamkumbatia kwa nyuma. Akageuka na kunikiss kisha akasema, umemkaje mrembo wangu? Salama, lakini sasa mbona hujaniamsha tuje tusaidiane? Nikamuuliza. Wewe unaenda kazini, kuchoshwa na mingi sana. Unaenda kuchoshwa mwili, moyo, akili. So unatakiwa kurudi nyumbani pumzike. Si unajua tena. Akasema, nikajikuta na tabasamu tu. Basi nikaingia bafuni kuoga na baada ya hapo nikaanza kunywa chai. Kisha nikajiandaa na Kadiri naye akawa anamalizia kujiandaa. Tuanze kuondoka zetu kama kawaida. Kwa maana huwa ananipeleka kazini kisha naenda anaenda kwenye mishe zake. Ila wakati tunatoka nyumbani tukaona gari la Yasin. Ila sikujali, tukawa tunashikana mikono na kwenda zetu kazini. Kwa maana mpaka ambapo nafanyia kazi huwa tunapanda daladala mbili. Kwa maana kulikuwa na umbali kidogo kutoka sehemu ambayo tulikuwa tunatoka. Sasa wakati ambao tunashuka kwenye daladala nikahisi nashikwa mkono kisha navuta kuangalia ni nani, na shangani Yasin. Nikagoma nikarudi kwa Kadiri, maana kwanza huwa baba yake alikuwa ananiboa sana. Yasin alipoona sitaki kuondoka naye akatabasamu kisha akasema, mimi ni bosi wako, unaonaje kama nikakupa lift mpaka kazini? Hata sikumjibu. Kadiri akanishika mkono kisha tukabadilisha njia. Yasin alikuwa anatuongelesha ila hatakuwa tunamjibu. Nikashangaa Kadiri anataka kurudi kwenda kwenye daladala ambazo zilikuwa zinaturudisha nyumbani. Vipi, mbona tunarudi nyumbani tena? Nikamuuliza. I say Rahma, siwezi kuendelea kuruhusu uendelee kufanya kazi na yule mpuuzi. Mimi ni mwanaume na nitahakikisha kuwa natafuta kila kitu kwa ajili yako. Siwezi kuendelea kuvumilia huu upuuzi. Akasema Kadiri kwa hisia sana. Basi akanirudisha nyumbani, ila ile tunaingia ndani tu akaanza kunikiss kisha akasema, sijui kama nitaendelea kuvumilia. Naomba niahidi mama kuwa hutotoka nje. Nitahakikisha napambana utapata kile unachotaka. Akasema Kadiri kisha akaondoka zake na kuniacha pale nyumbani. Lakini baada ya Kadiri kuondoka kama baada ya nusu saa hivi, nikashangaa mlango wa nyumba ambao tulikuwa tunaishi unagongwa. Nilishangaa kwa maana huwa sina mazoea na jirani yote yule. Kwa maana tulikuwa tunaondoka na Kadiri asubuhi sana na tunarudi usiku. Hivyo hata hatakuwa tunajuana na watu wengi sana. Hivyo nilishangaa sana kuona mlango unagongwa. Ila sikujiuliza sana, nikaenda kufungua mlango.
Jamani, nilishtuka mara baada ya kuona kufungua mlango kwa maana nilikutana na sura ya Yasin. Umefuata nini hapa? Nikamuuliza. Hata kunijibu akapitiza ndani moja kwa moja kisha akakaa kwenye kitanda ambacho nilikuwa nalala mimi na Kadir. Kwa maana tulikuwa tunakaa chumba kimoja na hatukuwa na makochi. Akawa kama anaikagua ile nyumba ambayo tulikuwa tunaishi. Kisha kanigeukia na kusema, "Nitakununulia nyumba, nitakupa gari, nitahakikisha unaishi maisha mazuri kuliko haya. Ila naomba uondoke na mimi." Jamani, kwani umeshawahi kunisikia nikisema nataka majumba au magari? Samahani sana Yasin, naomba uondoke nyumbani kwetu. Kwa maana mimi sina shida na mali zako. Niache na maisha yangu kaka. Na rasmi nimeacha kufanya kazi kwenye hoteli yenu. Kwa maana sitaki kunana na wewe. Nikasema na Kadiri akaamka na kuanza kucheka kisha akasema, "Nadhani ulisahau pale hapo nilikwambia kuwa ukizidi kunikataa ndio unazidi kupagawa kuhusu wewe." Akanisogelea na kutaka kunikiss kama kawaida yake. Aisee, sijui niliwaza nini. Nikapiga kelele kwa ananibaka. Yaani dakika za kuhesabu nikashangaa watu wamejaa. Yaani Yasin hakutegemea, akawa ananiuliza, "Umefanya nini wewe?" Nadhani umeona nilichokifanya. Na siku nyingine ukiendelea kunisumbua, hutoamini macho yako ambayo nitakufanyia. Akasonya kisha akapiga simu na baada ya dakika chache wakaja wanaume watatu. Walikuwa kama mabouncer kisha wakamchukua Yasin na kuondoka naye. Wale wananchi walikuja wakaniuliza shida ni nini, nikamwambia kuwa ni bosi wangu amekuja nyumbani kwangu na kutaka kunibaka. Wakanipa pole pale na hawakuweza kumfanya Yasin chochote. Yaani nilikuwa natamani hata wangemlenga yani na mawe jamani. Lakini ndio hivyo. Maana amezidi kuwa king'ang'anizi. Yaani mimi nimwache Kadiri wangu ambaye tumetoka naye mbali kwa ajili yake. Wewe uogopi. Basi nikajikuta nakuwa na hofu sana hata kutoka nje kwa maana nilikuwa naogopa sana kukutana na Yasin. Baada ya majira saa 2 usiku Kadiri alirudi. Hakuwa na raha sana. Nikamuuliza shida ni nini baba? Nikashangaa naanza kulia. Alilia sana na kuanzia nimjue Kadiri sijawahi kumuona akilia vile. Nilitaka kujua amepatwa na shida gani ila hata hakusema na hakuongea kabisa na mimi. Akaoga zake kisha akapanda kitandani na kulala kama katoto kanjiwa kalichotelekezwa. Ila nikatafuta namna. Na kila nikitafuta namna ya kumfariji alikuwa hataki. Nikashangaa asubuhi ananiambia kuwa naenda kazini mama. Sina nguvu ya kupambana na wanaume wenye pesa. Nikamsogelea kisha nikamkumbatia na kusema. Nikashangaa asubuhi ananiambia kuwa naenda kazini mama. Sina nguvu za kupambana na wanaume wenye pesa. Nikamsogelea kisha nikamkumbatia na kusema, "Sina ninapoenda na ninakuahidi kuishi chini ya amri yako." Nikashangaa najifuta machozi kisha kanikumbatia kwa nguvu sana na kusema, "Nadhani kitu ambacho nakiogopa zaidi ni kuwa mbali na wewe. Mungu, naomba unipe pesa na mimi siku moja niwe na mwanamke wa maisha yangu. Naomba unipe nguvu na ujasiri kama wengine." Maneno yake yaliniumiza na sikujua hata anamaanisha nini. "Naomba uende kazini mama." Akazidi kunisisitiza. Nimesema siendi. "Mbona ulisema kuwa utanihudumia kwa kila kitu?" "Mimi sitaki kukutana na yule mshenzi." Nikasema. Akaangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha akasema, "Kama unanipenda naomba uende tu. Ila nakuomba sana uwe makini." Kisha akaondoka zake. Yaani siku hiyo hata hakutaka kuondoka na mimi. Nikashangaa kwa maana moja ya starehe kubwa ya Kadiri ni kuwa pembeni yangu. Na kawa natamani kwenda na mimi kila mahali. Sijui alikutwa na kitu gani cha ghafla mno. Nikaenda kazini ila sikuwa nataka kabisa shobo na Yasin. Na yeye akawa kama hana muda na mimi. Kidogo nikawa napata amani kwa maana sikuwa hata nataka kukaribu naye hata kidogo. Ila Kadiri alibadilika sana, hakuwa na raha. Ila kila nikimuuliza shida ni nini hakuwa ananipa jibu la moja kwa moja. Basi nikaendelea kufanya kazi na mshahara wangu ulikuwa ni 700,000. Ingawa nilikubaliana nao nilipe 300,000 tu. Sijui kwa nini waliongezea mshahara kiasi kubwa hicho. Na nikawa na 700,000. Nikawa nachukua 100,000 na pesa zingine zote nikawa nampa Kadiri. Baada kama miezi 5 akafungua sehemu akawa anapika. Na ni mchishi sana hivyo sifa na utamu wa chakula ambacho alikuwa anakipika kilisambaa kwenye eneo zima la pale. Yaani mtu yote yule ambaye alikuwa anataka chakula na bites za uhakika ni lazima ataenda kununua chakula kwa mgahawa wa Kadiri. Hakuwa na muda kabisa na mapenzi kwa maana hakuwa ananitazama tena kwa jicho lile ambalo alikuwa ananitazama kila wakati. Sikujua sababu ilikuwa ni nini na nilikuwa najisikia vibaya mno. Nikawa namwibia baadhi ya viungo kule kwenye hoteli ili apike vyakula bora.
Alianza ghafla kunichukulia kama dada yake na sio mpenzi wake. Nikashangaa sana kwa nini anafanya vile. Siku moja nikiwa kazini, babake Yasin akaniita, nikaenda kumsikiliza kwa anataka nini. Nilipoenda ofisini nikamkuta baba na mama yake Yasin pamoja na wawekezaji wa pale hotelini. Wakanitaka nikae, ila nilikuwa na hofu sana. Kutokana na uchapakazi wako na namna ambavyo tunakuthamini na kutamani kuona unaendelea kwa sisi kama bodi ya hoteli na grantman tumeona tukupangishie nyumba na mshahara wako utazidi kuliko kiwango cha mwanzo. Kwa maana uchapakazi wako huwezi kupingwa na mtu yote yule, na tutakuwa tunakuhitaji mpaka usiku. Maana wateja usiku wanalalamika sana kwa wanapohitaji Swahili food huwa wapati usiku. Na kutokana na hilo tumeona tukutafutie nyumba karibu na hapa, akasema babake Yasin. Zilikuwa ni taarifa nzuri, ila sikupenda kwa maana nilikuwa na wakati kuwa hawezi kubali niishi na Kadir. Na Kadir hawezi kubali kuondoka kwenye ule mtaa kwa maana ndipo ambapo anafanya shughuli zake. Nilitabasamu ila sikutoa jibu. Sasa wao wakajua kwa tabasamu langu inamaanisha ndio. Basi kesho utamia kwenye hiyo nyumba rasmi, akasema babake Yasin. Kisha kikao kikaisha na kila mtu akaondoka ofisini kwake. Wakati natoka pale nikamuona kama Yasin ananiangalia kwa mbali. Nikahisi yeye ndo amefanya yote haya. Ila kwa nini afanye hivyo na wakati kipindi cha hivi karibuni alikuwa hataki kunisogelea? Na kwa mawazo yangu nikajua kuwa amekubali kuachana na mimi. Basi majukumu ya siku hiyo niliyamaliza, ila wakati ambapo nilikuwa natoka kwenda nyumbani nikasikia Yasin ameongea na simu akisema, nimeshindwa kula kuanzia asubuhi mama, najisikia njaa sana na sijui ni nani atanipikia leo na nahisi vidonda vya tumbo vimeanza kuniwakia. Akasema Yasin, na mama, sitaondoka, nitakuwa ofisini kwangu leo mpaka 6 usiku. Akaendelea kujibu Yasin kisha akaondoka zake. Nikamuona kama midomo imekauka na kawa anatembea kana kwamba ni mtu mwenye maumivu makali. Ila alikuwa anajikaza tu akiwa anaingia kwenye ofisi yake. Kiubinadamu nikajikuta namuonea huruma sana. Nikaingia jikoni na kuanza kutengeneza chakula cha haraka haraka. Basi nikapika pale na baada ya kupika nikapeleka ofisini kwake. Niligonga na akaniruhusu niingie. Nikamkuta amenyong'onyea sana, akawa anasema, "Umefuata nini hapa na haunipendi?" Sikumjibu, nikaeka chakula kwenye meza kisha nikasema, "Ukila na ukishiba huenda kwa kupunguzia athari ya hivyo vidonda." Kisha nikawa naondoka zangu. Nikashangaa amekuja na kukaa mbele yangu kisha akaniangalia kana kwamba ananikagua kwa dakika kadhaa kisha akasema, "Kwa nini hukujali kwako hutaki mimi nikufaidi? Yaani unanijali kiasi chote hicho. Alafu unasema hunipendi?" Mama. Hakuna mwanamke hata mmoja ambaye nimeshawahi kummiliki akaingia jikoni kwa ajili yangu. Hakuna mwanamke hata mmoja ambaye anajali kama naumwa au siumwi zaidi ya wazazi wangu. Nataka na mimi mwanamke ambaye ananijali. Naomba uwe na mimi please. Na nakuahidi Rahma, sitakaa kukuumiza. Akasema Yasin, ila hata sikumjibu. Nikaondoka zangu. Nikashangaa hata habishani na mimi. Nikaondoka zangu mpaka nyumbani. Sasa wakati naingia nyumbani Kadir hakuniona. Nikamkuta ameshika picha zangu, anazikiss mara anazikumbatia. Akawa anaongea nazo. Nilijisikia vibaya sana kwa maana alikuwa anaongea na picha zangu. Na akawa ananielezea hisia zake pale kwa namna ambavyo alikuwa ananipenda, ila anaogopa sana kwa sababu ana hakika kama atakuwa na mimi. Nilijua kama hataki nijue kama yeye ana hisia na mimi. Nikarudi nyuma na kubisha hodi. Nikaingia na sikumkuta akiwa na picha hata moja. Ni dhahiri kuwa alizificha. Sio siri, nijisikia vizuri sana kuona bado Kadir ana hisia na mimi. Basi nikaingia ndani nikakuta ameshapika, akaniambia chakula kipo kwenye poti. Nikala kisha nikaingia bafuni nikaoga. Baada ya hapo nikaja mimi kulala. Sasa nilipoona Kadir ameanza kupata usingizi, nikajifanya na mimi naota na nikaanza kuongea ndotoni. Nikawa nasema, "Nakupenda sana Kadir. Usiondoke Kadir. Naomba usiondoke." Nikahisi kabisa kaamka akawa ananiangalia sana tena kwa hisia. Akaja kukaa pembeni yangu kisha akawa ananiangalia. Nikasema, "Kweli nijitue." Nikakurupuka na kumkumbatia kisha nikasema, "Usiniache Kadir. Please, naomba usiniache."
Umeota ndoto gani mama? Akaniuliza. Nimeota kuwa unaniacha na ukaa na mwanamke mwingine. Naogopa sana. Naogopa sana kutengana na wewe. Naogopa sana kuwa mbali na wewe. Si hautaniacha? Nikaanza kuuliza maswali mfululizo na kujifanya kana kwamba na wasiwasi sana. Kadiri akaniangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha akasema, hata mimi sitamani sana kutengana na wewe. Sitaki kabisa kutengana na wewe. Sitamani kabisa kuwa mbali na wewe. Ila sijui hata hatima ina maamuzi gani juu yetu. Ila mama, lala, maana kesho unatakiwa kwenda kazini. Samahani, ila unaweza kuniimbia kidogo? Nimejikuta nimemiss namna ambavyo walikuwa ukiniimbia tulipokuwa wadogo, nikasema. Kadiri akatabasamu kisha akasema, ombi lako ni amri kwangu malkia wangu. Akaanza kuimba. Ule ujumbe uliotuma umeshanifikia, nimeshausoma. Na najua malkia wangu kweli unateseka tukitengana. Ila kwa uwezo wa Mungu ipo siku itafika tutaonana. Najua sana unahuzunika na upweke unakuandama. Moyo wangu unadhalilika kitokea hujaniona. Najua pia watasema kukukosa zangu hekima. Naomba tutazane daima kwa maana tunapendana. Akawa naimba says. Sijui ndio kwa sababu nilikuwa nampenda sana, kwa maana maneno yake yakanipa msisimko wa ajabu. Nikaamka na kumkumbatia, nikawa natamani hata kumkiss, ila alivyokauzo hata kufanya jambo lote lile. Akanilaza kisha na yeye akaenda kulala. Asubuhi nikamwambia kuhusu kupangishiwa na kumwambia kuwa sitaki kwenda kwa maana natamani kuendelea kuishi naye. Rakma mama, wewe nenda tu. Wewe ni mtu mzima na najua kuwa unajielewa. So nenda tu. Utakuwa unakuja kunisalimia hata weekend. Yaani sikutegemea kabisa kama atasema vile. Kwa maana najua hampendi Yasin. Sasa kuwa nataka kuwa karibu na Yasin kila wakati, nikajua kuwa ni lazima kutakuwa kuna maumivu. Hivyo nikaendelea kukataa, ila alinisisitiza sana kuwa niende tu. Kwa maana mimi najitambua na ana uhakika kuwa nitamtunzia heshima yake. Basi akawa ananisaidia kufungasha kabisa nguo zangu. Sikuwa najua ule ujasiri aliopata wapi. Ila nikaona nisibishane naye kabisa. Nikaenda kwenye ile nyumba ambayo nilipangishiwa. Ilikuwa ni ghorofa la pembeni mwa ile hoteli. Na nahisi kodi ilikuwa ni zaidi ya 600 kwa mwezi. Kwa maana ilikuwa ni nyumba ya gharama mno. Basi nikaweka vitu vyangu kisha nikarudi pale kwenye hoteli na kuendelea na majukumu yangu. Kwa kweli kuanzia siku ile majukumu yakazidi, kwa maana kulikuwa na wageni ambao waliambiwa kuwa kuna mpishi mpaka saa 8 usiku. Siku hiyo nilipika na nikachoka sana. Yaani nilikuwa pale jikoni mpaka saa 6 usiku. Ndio nikamaliza majukumu yangu. Nikaondoka na kwenda kwenye ile nyumba ambayo nilikuwa naishi. Ila sikuwa na raha kabisa kwa maana nilihisi kama nimemiss sana Kadir. Nikakurupuka na kuanza kujiandaa kwa maana niliona kama siwezi kulala bila kumwona Kadir. Na sikujua kuwa Yasin alihama sehemu ambayo alikuwa anaishi na kuja kupangisha pembeni yangu. Kumbe wakati ambapo nilikuwa natoka na kwenda kwa Kadir alikuwa anataka kuja chumbani kwangu. Hivyo aliniona namna ambavyo natoka. Nikatafuta taxi na kunipeleka napoishi Kadir, na Yasin naye akapanda gari yake akawa ananifuata nyuma bila mimi mwenyewe kujua. Nikaenda mpaka nyumbani kwa Kadir, jamani hakuwepo. Ikabidi niende mgawani, nikamwona ameshikilia picha, kisha alikuwa kama anasema nayo. Sio siri nijisikia vibaya kwa maana nilijua kabisa hata yeye alikuwa amenimiss sana. Hivyo nikatamani kwenda hata kumkumbatia, ila nilijua nikienda kuongea naye ni lazima nitashindwa kurudi pale ambapo nilikuwa nakaa. Kwa maana huwa tukiwa tunakaa pamoja ni kama hatutaki kuachana. Nikamwangalia pale kisha nikarudi zangu nyumbani. Ila wakati nafika mlangoni nashangaa namkuta Yasin amesimama kwenye mlango wa nyumba yangu. "Umetoka wapi saa hizi?" Akaniuliza kwa sauti ya ukali. "Kujiuza au nafikiri mwanamke mrembo kama mimi naweza kutoka wapi?" Eti. Nikajibu kisha nikawa naelekea kwenye mlango wangu na kutaka kuingia ndani. Nikashangaa napigwa kofi kwenye bega, akanipeleka chumbani kwake. "Unafanya nini wewe? Unataka kunifanya nini?" Nikawa nalalamika ila Yasin hata hakuwa ananizingatia. Akanitupa kitandani kwake kisha akaanza kunivua nguo zangu kwa fujo. Nikaanza kuleta vurugu pale, wala hakuwa ananizingatia kabisa. Hakuwa anajali kabisa kuhusu malalamiko yangu. Alivakisha amenivua nguo zangu zote akawa kama kapagaa vile. Akataka kuniingia.
Akataka kuniingia, akashangaa kitu akipiti. Niliona akashtuka sana. Akakaa pembeni kisha akasema, "Don't tell me you're a virgin." Oh my God, Rahma mama. Nakupenda sana. Naomba usiende kwa ule mpuuzi, maana sitamani kufanya kitu kibaya. Sitamani kumvunjia heshima mtu. Naomba nikubali basi mama. Naomba uachane na yule jamaa mjinga. Naomba unipe kibali cha mimi kwa mume wako. Nakupenda sana. Napenda namna ambavyo una adabu na una heshima. Napenda namna ambavyo unakuwa ni mwaminifu kwa mwanaume ambaye unampenda. Na kuahidi kuwa nitakuwa kila kitu unachokitaka, ila nipo chini ya miguu yako mama. Naomba kabisa kwa siwezi kukuacha. Nakuomba Rahma, nakupenda kweli mwenzio, akasema Yasin. Wala sikumjibu kwa maana hakufanikiwa anachokitaka, nikawa naondoka zangu. Rahma mama, naomba unisikilize basi. Naomba ulale hapa leo na nakuahidi kuwa sitakugusa. Akawa anasema Yasin ila sikumjibu kabisa. Nikaondoka zangu kwa maana nilikuwa naona kama ananitilia kiwingu tu. Nikaenda zangu chumbani, ila nafika ndani nikashangaa simu yangu inaita. Kuangalia alikuwa anapiga simu, nikakuta ni Kadir. Nikapokea haraka na nikashangaa kwa nini anipigie muda ule. Kwa maana ulikuwa ni usiku mnene mno. Kwa maana ilikuwa kama saa 8. Mama, upo sawa kweli? Kwa maana nakosa raha kabisa mamangu. Nashindwa kulala kabisa kwa maana nahisi kama haupo sawa. Naomba unijibu kama upo sawa. Akawa anasema Kadir kwa sauti ya wasiwasi sana. Nikajikuta naanza kulia. Unalia nini? Kwani una shida gani? Niambie basi kipenzi changu. Kweli upo sawa? Nijibu basi Rahma. Akawa anaendelea kuongea akiwa kana kwamba ana wasiwasi mno. Yasin anataka kunibaka Kadir. Njoo unichukue. Nashindwa kabisa kuendelea na haya maisha Kadir. Natamani kukaa na wewe peke yako. Natamani niwe na wewe Kadir. Nimekumisi mno. Nimekumisi sana. Siwezi kuishi karibu na huyu mjinga Kadir. Nikaa nalalamika. Nakuja mpenzi, nakuja mama, nakuja kuchukua. Akasema Kadir kisha kakata simu. Kweli baada ya dakika chache akafika ninapoishi. Nikamfungulia mlango aisee. Aliingia kwa bashasha kubwa mno. Akaanza kunikiss na kwa namna ambavyo nampenda sikuwa naweza hata kubishana naye. Tukakiss pale dakika kadhaa na baada ya kumaliza kukiss ni kama uzalendo ukamshinda. Akaanza kunishika baadhi ya viungo vya mwili wangu. Mwishoni akaenda kunilaza kitandani. Tukazama kule. Yaani bikra yangu akaitoa Kadir. Na hisi alifanya hivyo kwa maana alijua asiponitoa yeye ni lazima nitakuja kutolewa na mwanaume mwingine ambaye ni Yasin. Ingawa nilikuwa katika maumivu makali sana ya kutolewa usichana wangu, ila nilikuwa najisikia vizuri kwa angalau nimetolewa na Kadir wangu. Akanikumbatia pale kisha akawa anasema kuwa ananipenda sana, ila hana pesa ya kunilinda, hana uwezo ambao utanisaidia kuwa na mimi. Nikawa namtoa hofu kwa mimi sina shida na pesa zake. Mimi sina shida na pesa na ninachohitaji ni kuwa naye tu. Kuna mambo mengi hujui mama. Naogopa sana kwa maana sina nguvu ya kupambana na matajiri. Wewe mwenyewe unajua maisha yetu. Wewe mwenyewe unajua namna ambavyo tumeteseka pamoja na unajua kabisa kuwa sina pesa kabisa. Nakupenda sana Rahma wangu ila naogopa maana nahisi kuna siku utapeperuka pembeni yangu. Nahisi kuna siku sitakuwa na wewe tena. Naogopa sana mama. Akawa analalamika Kadir. Nikawa namtoa hofu pale ila hata hakuwa ananisikiliza. Basi akanibeba na kunipeleka bafuni akawa aniongesha kwa hisia mno. Kisha akaanza kanda pale kisha akasema, "Asante sana kwa kunikabidhi usichana wako. Asante sana kwa kuniheshimisha Rahma. Sikuwahi kuwa na mwanamke kabla na ndio maana Mungu kaamua kunipa mwanamke ambaye hajawahi kuguswa." Nikasmile tu pale. Basi siku hiyo jamani, Kadir hakuondoka. Akanipikia tukalala mpaka asubuhi mpaka nikapitiwa. Na Yasin kumbe aliamka mapema akawa anaogopa sana kuniamsha, hivyo akaenda kuniombea ruhusa kazini. Na hakuna ambaye angeweza kubisha na vile wazazi wake wanajua kuwa ananipenda. Haikuwa shida sana. Kumbe bibi mie bwana nipo na Kadir wangu. Siku hiyo sikutamani kabisa Kadir aondoke, yani ingawa aliniumiza. Ila nilikuwa natamani hata nibebe mimba yake ili asiweze kuwa mbali na mimi hata kwa bahati mbaya. Basi kakubali na siku hiyo hata hakufungua mgahawa.
Tukashinda, tukacheza zetu na kucheka. Tukashinda siku hiyo tunatamaniana. Kadir alikuwa anaonekana kama ananitamani sana, ila alikuwa anaogopa sana kuniumiza. Nikaona nijiongeze kwake tu, hata kama nitaumia, ila niliamini kwa Kadir siwezi hisi maumivu kwa maana nampenda sana. Alipoona nipo tayari akaanza maandalizi, mwisho tukazama kule. Yaani kama nilikuwa namzidishia furaha Kadir. Ni kama nilikuwa nazidi kumteka. Basi imefika saa 7 usiku, SMS ikaingia kwenye simu yangu. Ilikuwa imetoka kwa Yasin akisema, "Nimekumisi sana Rahma, naomba nije kuona." Mjibu umpigie simu, mwambie kwa wewe ni mwanaume wangu na hutaki anizoe kwa maana mimi ni mwanamke wako. Nikamwambia Kadir, "Hapana, siwezi kufanya hivyo. Mama, wewe mwenyewe unajua maana siwezi kukuharibia kazini. Ila naomba uwe makini, naomba uzidishe msimamo wako kipenzi changu. Kwa maana hata mimi naogopa sana kupoteza." Akasema Kadir. Sasa bana, kumbe Yasin alikuwa anaogopa kuja nyumbani kwangu akijua kuwa lazima nitakuwa nimeenda kwa Kadir. Anafika kwa Kadir, anaambiwa siku hiyo hakuwa amefungua mgahawa na watu hawajamuona. Akaanza kuwaza kuwa lazima atakuwa na mimi. Kumbe akatoka na kuja kuniangalia kama nipo na Kadir. Ila ni kama Kadir machele alimcheza na alikuwa kama anamogopa sana Yasin. Na sikuwa najua ni kwa nini. Akaaga haraka haraka kisha akaniambia tutakuwa tunawasiliana kuhusu afya yangu. Sasa ile anakunja kona ya kwenye ngazi na Yasin akawa ndio anafungua lift. Yaani kama Mungu alimwambia Kadir atumie ngazi. Ila mimi niliona kawaida. Ila Kadir alikuwa na maana kubwa sana kwangu na kuondoka. Ila Kadir alikuwa na maana kubwa sana kwangu na kuondoka nilikuja kujua baadaye sana. Niambie ulikuwa na nani? Au yule mpuzi wako amekuja? Akauliza Yasin, ila hata sikujibu. Nikawa naondoka zangu kuelekea nyumbani kwangu. Wewe, sina kuuliza, huu ujeuri umeanzia lini? Akauliza Yasin kwa sauti ya ukali. Nimeanza siku ambayo unangangania mwanamke ambaye sio wako. Sijui una shida gani wewe mwanaume? Yaani unajua kabisa sikutaki, halafu unakazana kunipambania mimi. Nikawa nasema, cha msingi ni mimi nakutaka. Wewe huogopi? Wewe huogopi? Huogopi kuwa na mwanamke ambaye hana hisia na wewe kabisa? Nikasema, ukiogopa wewe inatosha. Mara nikashangaa amekuja kupitiliza moja kwa moja mpaka ndani kwangu. Akawa kama anakagua kitu ila hakukuta mtu. Akakuta shati tu la Kadir. Mbona hili shati liko hapa? Naomba uniambie shida ni nini na nani alikuwa hapa na wewe? Akauliza Yasin. Haikuhusu bwana wewe. Nikajibu, akaniangalia kisha akachukua ile shati na kuanza kulinusa. Nikashangaa anasema kwa hasira, Kadir, huyu mpuzi wako alikuwa na wewe si ndio? Au ndio umemwambia aje kulimaliza ile tunda? Eti? Akauliza Yasin. Kadir ni mwanaume ambaye tumeishi pamoja kwa muda mrefu sana kaka. Sawa. Na alikuwa ananipenda sana na mimi nampenda mno. Hivyo sidhani kama kuna shida kama mimi kuwa na nguo yake. Nikasema. Nikashangaa ananisogelea akawa kama ananikagua. Akasogea mpaka nilipo na kuanza kuninusa. Ni dhahiri asingeweza kusikia harufu yoyote ile kwa maana nilikuwa nimeshaoga. So sikuwa na harufu yoyote. Mara akanikisi na kusema, "Jiandae tunaondoka. Sina muda wa kwenda popote. Wewe nenda zako uko mwenyewe." Nikajibu kisha nikaenda kukaa kwenye kochi. Alafu unajua kuwa nakupenda sana, ndio maana unanisumbua wewe, si ndio? Laiti kama ningekuwa sikulambi, yani huenda ungenielewa. Sasa ni hivi, utavaa mwenyewe au niwaite watu wakuvalishe? Kwa maana najua hujawahi kuona upande wangu wa pili. Akasema Yasin. Nikakumbuka namna alivyokuja kubomoa kibanda chetu, nikaona nikubali, nikaingia ndani nikavaa. Ile navaa kawaida tu, nikashangaa ananipa mfuko akaniambia, "Utavaa hiyo nguo leo." Kumbe wakati mimi naenda chumba cha kuvaa, alienda chumbani kwake akanichukulia gauni kisha akataka nilivae. Sikubisha, nikaingia ndani nikalivaa. Ile nilipotoka nikashangaa kadua na akazidi kuniangalia kwa matamanio makubwa. Sikujali kwa maana nilimuona kama analeta ubabe sana. Na najua mimi siwezi kuwa naye hata iwaje. Ila wakati ambapo tunatoka kwenye lile jengo, tukashangaa waandishi wa habari wanatuzunguka. Yasin akatabasamu. Sasa kwa kuwa alikuwa ni mtu maarufu sana, ni lazima waandishi wa habari wangekuwa pale na wangetamani kusikiliza kwa anachokitaka. Ni kama alilipanga lile.
na vile mimi na Kadir tulikuwa mayatima na washamba, hivyo hatukuwa tunajua sana kuhusu masuala ya teknolojia. Mmoja wa waandishi wa habari akamfuata na kumuuliza, Boss Yasin, usitaki kutuambia na wakati huu ndo umeamua kubadilisha mwanamke? No, naomba msinivunjie heshima. Huyu unayemwona hapa mbele yenu ni mke wangu mtarajiwa. Anaitwa Rahma. Nikabaki natoa tu macho. Nikawa nataka kutoa neno ila Yasin akanizuia na kuanza kunisifia. Kisha mbele ya vyombo vya habari akapiga goti na kusema, "Will you marry me?" Nikataka niondoke, akasimama na kuninong'oneza kisha akasema, "Kama unataka kaka yako aishi maisha ya amani, hakikisha unanikubalia hili. Ni lazima nikudhibiti na nihakikishe siku zote za maisha yangu unakuwa mwanamke wangu, unakuwa mpenzi wangu." Jamani, niliogopa kwa maana mimi na Kadir hatukuwa na pesa wala mtu wa kututetea na hatukuwa na la kufanya zaidi ya kupeana vipaumbele na kusitiana. Basi nikakubali. Watu pale wakawa wananiuliza maswali ila hata sikuwa na wajibu kwa maana niliona tu wananivuruga. Kwa maana nilijua kwa Kadir akiona lile jambo lazima atajisikia vibaya sana. Basi nikavalishwa pete pale, kisha Yasin akanishika mpaka kwenye gari. Nilikuwa nimenuna sana ila alikuwa ananilazimisha nicheke. Sikuwa na namna zaidi ya kubaliana naye tu kwa maana niliogopa asije kumdhuru Kadir wangu. Basi akanibeka sehemu tukala, akawa analazimisha kucheka. Nikawa nacheka kile kicheko cha lazima, na kumbe kile ambacho anafanya na mimi alikuwa anamtumia Kadir, na Kadir hakuwahi kujibu jambo lote lile kwa maana ni mtu mmoja ambaye anapendaga amani sana, wala hakuwa anataka kumjibu mtu mjinga hata mara moja. Nilikuwa najua hilo. Baadaye pia baada ya Yasin kuhangaika na kuzunguka na mimi, akarudisha nyumbani, na alipofika kwa nyumba ambayo nilikuwa naishi akaingia kisha akasema, "Nakutamani sana ila natamani kuja kukula tunda langu siku ya ndoa, kwa maana hiyo ndo zawadi na ni lazima iheshimiwe." Sikuwahi hata mara moja kumiliki mdada. Sikuwahi hata mara moja kumiliki dada anayejitunza kama wewe Rahma. Na hakika wewe ni tofauti sana na nitahakikisha na kufanya uwe tofauti zaidi ya wote maishani mwangu. Nikawa najisemea moyoni ya kwamba ungejua, yani usingekuwa na mawazo haya. Ila ndio hivyo, sikuwa naweza hata kumwambia jambo lolote lile. Nilifika ndani nikakuta SMS ya Kadir inasema, "Najua sio kosa lako mama. Najua unalazimishwa, ila hata akikuchukua jua naenda kutafuta pesa na mimi na nitahakikisha na kumiliki." Alivyosema hivyo nikashangaa, moyo wangu ukawa unaniuma, nikaanza kulia. Jamani, nililia mno kwa maana nilielewa maumivu ambayo Kadir alikuwa anasikia kwa wakati huo. Basi bana, maisha yakawa yanaenda na pale hotelini nikawa napewa kazi nyingi sana. Kiasi kwamba nikawa nachoka mno, ila sikuwa naweza kukaa siku 2 bila kuona sura ya Kadir. Nilikuwa nampenda na nilikuwa na miss mno. Nilikuwa natamani muone mno. So siku ambayo nilikuwa kidogo na mimi kutoka, nikawa naenda kumuona Kadir. Ila sikuwa na bahati ya kumuona kila wakati. Nikawa namuomba tuonane ila hakuwa hata anajibu SMS zangu. Hakuwa anapokea simu zangu. Nikawa najitahidi sana kumuona hata kidogo tu, hata kama hakuwa anataka kuniona mimi. Basi siku moja Yasin aliona natoka kazini afu nikachukua taxi. Akawa kama ananifuatilia, na wakati huo sikuwa najua kama ananifuatilia. Siku hiyo nilimkuta Kadir anamalizia usafi. Aliniona ila alinipuuzia. Jamani, nilijisikia vibaya sana. Ila wakati ambao nageuka nyuma nashangaa kukutana na sura ya Yasin. Alikuwa amenuna, yani alikuwa amenuna kama amelamba ndimu. Ni kwamba hauwezi kuishi bila yeye. Ni kweli hauwezi kuacha kumfikiria. Ni kweli huwezi hata kumfikiria. Ukweli ni kwamba hata sikumjibu. Aise, alinishia kwa nguvu kisha akaongea kwa ukali na kusema, "Naongea na wewe, Rahma. Nampenda Kadir. Nampenda mno Kadir kuliko unavyofikiria. Na hata iweje, siwezi kuishi na wewe." Nikasema. Akacheka kisha akasema, "Nimezidisha ustaarabu kwako and trust me, hakuna kitu kwenye haya maisha ambacho nakitaka nikakosa. So wewe jihesabie kuwa ni mke wangu." Kisha akapiga simu moja. Nikashangaa na kuja watu wakanibeba juu kisha wakaondoka na mimi. Wakanipeka mpaka nyumbani kwangu, wakanifungia huko ndani. Siku hiyo sikutoka kabisa, na asubuhi akaja kisha akasema, "Kadir amesha kukataa. So nadhani ni wakati sahihi wa kuishi na mimi." Nikakataa kwa maana sikuamini kama Kadir angeweza kunikataa. Mara nashangaa Kadir anakuja na kusema,
Nisamehe sana Rahma, nimekuuza, nimechagua pesa badala yako. Na kuanzia sasa unatakiwa kunichukia kwa maana mimi sio mtu mwema kwako. Nilijisikia vibaya sana na nikajikuta na mjibu Yasin kwa hasira, nikasema, nimekubali kuolewa na wewe. Ni kama Yasin hakutegemea kabisa kama naweza kuwa naye. Akatabasamu kisha Kadir akaondoka, machozi akiwa anamlenga-lenga. Nilihisi maumivu yake, ila niliamini kuwa lazima atakuwa amenikatia tamaa. Nilijisikia vibaya mno jamani, na nilianza kuwaza kwa kama ameweza kunikatia tamaa basi amenichoka, na Yasin hakutaka kabisa kuchelewesha mambo. Jamani, kumbe alimpa Kadir pesa nyingi sana ili abaki na mimi, na kumpa vitisho vingi sana mpaka Kadir akaamua kuniacha. Nikakubali kufunga ndoa na Yasin, ila sikuwa nampenda kabisa. Alikuwa anapambana sana kunipa furaha, ila sikuwa naona hata wema wake. Sikuwa naona hata ananifanyia wema wote ule. Siku ya ndoa ikafika na Yasin alifanya harusi kubwa balaa. Basi tukafunga ndoa hapo na harusi ikawa ukumbini. Sasa wakati nimefika mbele ya ukumbini, hapo nimenuna kama nimeibiwa bwana. Kwa maana nilikuwa namchukia mno Yasin. Ile nageuza shingo hivi, sangapi nisimwone Kadir. Jamani, uzalendo kanishinda, nikawa natamani kumkimbilia. Ile wakati nataka kumfuata, kwa maana nilipomuona nilikuwa kama nimechanganyikiwa. Yasin akawa anataka kujua nilikuwa nataka kwenda wapi, ila hakuona, na nilipokuwa na angaza tena sikumuona Kadir. Nikahisi labda ni mawazo yangu tu ndio yananichanganya. Basi jamani, sherehe ikapita, nikapewa zawadi nyingi mno. Ila katika zawadi nikaona bahasha. Nilijikuta navutiwa nayo. Nikaifuata na kuifungua, nikakuta na mwandiko wa Kadir. Barua ilikuwa inasema hivi: Rahma mama, nakupenda sana na kuahidi siku moja nitakuja kuchukua kutoka kwa mikono ya huyo mjinga. Haikuwahi kuwa rahisi kwangu kuacha kwenye mikono ya huyo mjinga. Natamani niwe na nguvu ya kupambana. Natamani niwe na nguvu ya kupambana na kupambania kile ambacho ninakipenda. Maana umaskini wangu umenifanya nimpoteze mwanamke wa maisha yangu. Nakupenda sana Rahma, na nitakupenda mpaka siku ambayo nitaingia kaburini. Jamani, nikaanza kulia, na ile barua ndio ikazidi kunitia majonzi. Maana nashangaa Yasin anaingia pale, akaniambia nijiandae kwa maana tunaondoka. Sikuwa najua hata tunaenda wapi, ila tukatoka wakati huo huo na kwenda kwenye uwanja wa ndege. Tukapanda ndege ya usiku na kwenda sehemu ambayo sikuwa hata naijua. Kumbe Yasin alikuwa anaogopa huenda nitaweza kurudi kwa Kadir, so hakuwa anajiamini kabisa. Tulienda kwenye hoteli moja kubwa sana. Akataka honeymoon yetu iwe hapo. Yaani sikuwa namjua kabisa na Yasin. Yasin alikuwa anaonekana kama alikuwa na hamu sana na mimi. Akawa ananichombeza pale, ila sikuwa hata nikisisimka kwa lolote lile ambalo alikuwa analifanya. Hakujali hata nisisimke au la. Akanilaza kitandani na nikaamua kumsusia. Alikuwa na shauku kubwa sana kuwa anakuja kunitoa bikra, kumbe ishatolewa kitambo. Ile anaingiza tu, akashangaa inapita mpaka mwisho. Aise, ni kama pozi lilimuisha hivi, kisha kaniuliza, yule mpuuzi ndo kaichukua tamu yangu, si ndio? Yule mpuuzi ndo kachukua tuni yangu? Sikumjibu kwa maana ni kama moyo wangu ulikuwa umekufa ganzi. Nakuuliza wewe, yani umeenda kumpa mwanamume mwingine kitu ambacho mimi nilikuwa napambania? Kweli? Utanisamehe, naenda kuua leo. Akasema Yasin kwa sauti ya jazba sana. Nikaona kama anaweza kweli kwenda kumfanyia kitu kibaya Kadir. Ikabidi nikumbatie kisha nikamwambia, umeshanioa. Nipige, niumize, ila naomba ufanye unachotaka ukifanya baadaye. Kwa maana leo usiku nina hamu ya kuwa na wewe mpaka asubuhi. Nikasema kwa sauti fulani hivi ya madeko. Nikaona ni kama kaishiwa pozi. Akanigeukia kisha akaniambia, nipo tayari kusahau kila kitu kama utaamua kunipenda na kunipa mahaba ambayo huo unampa yule mpuuzi, akasema Yasin. Kwa mara ya kwanza nikamkiss kwa ridhaa yangu. Yaani ni kama hakuwa anaamini kama naweza kufanya vile. Unanikiss? Oh my God. Akaanza utundu wake. Sikuwa na feel chochote, ila nikaona nimpe tu ushirikiano maana hakuna cha kufanya. Na niliogopa asije akazidi kumfanyia mabaya Kadir wangu. Jamani, niliamua kuishi kwenye utumwa wa penzi ambalo sikupenda kabisa. Nitafanya nini? Nahitaji Kadir awe salama. Niliamua kujitoa sadaka nikiamini kwa siku moja, wakati mmoja, Kadir wangu atakuja kunichukua na mimi nitapata ile amani na furaha ambayo nimeipoteza kwa sasa. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri
inayoitwa Wewe Huogopi. Msimuliaji wako simulizi hii si mwingine bali ni dada G kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Kuwa nasi kupata burudani nyingine kama hizi.